Mwamini dhidi ya nini? Mapepo na magonjwa. Mwamini dhidi ya mapepo na magonjwa. Ndio somo ambalo tumetembea nalo kama wiki 3 zilizopita. Wiki 3 tumekuwa nalo hapa. Tumejifunza mambo mbalimbali hapa. Mwamini dhidi ya mapepo na nini? Na magonjwa. Hallelujah. So tuna maneno hapo, mwamini, alafu tuna mapepo na magonjwa. Kimsingi, kwa undani zaidi, ni kama tunaongea mamlaka ya mwamini. Amen, amen. Mwamini dhidi ya mapepo na magonjwa. Na mstari wetu wa msingi ulikuwa kitabu cha Marko sura ya 16 mstari wa 17. Ambao wanasema, na ishara hizi zitafuatana nao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Watasema kwa lugha mpya. Alafu anaendelea pale na maneno kadhaa, alafu anasema kwamba wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata nini? Afya. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Hasa na ishara hizi ambatana hawa waaminio. Kwa keyword waamini. Maana yake tuna mtu anaitwa mwamini, na tumeona mwamini ni nani? Mtu aliyeamini katika Kristo, ameamini habari njema za ufalme wa Mungu, ameamini habari njema ya kwamba Mungu alimtoa mwana wake kwa ajili ya makosa yetu, akafufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Mtu aliyeamini habari njema za msamaha wa dhambi, habari njema za pendo la Mungu katika Kristo Yesu lilofunuliwa kwa wanadamu, habari njema za neema ya Mungu iwaokoayo wote. Huyu anaitwa nini? Mwamini. Ameamini katika Kristo Yesu, au ameamini kazi ambayo Mungu ameifanya katika Kristo Yesu. Kwa mtu akuuliza mwamini nani? Unasema mwamini ni mtu aliyemwamini, aliyeamini kazi ambayo Mungu ameifanya katika Kristo Yesu kwa ajili yake. Huyo ni mwamini, a believer. Ameamini katika kazi ambayo Mungu ameifanya katika Kristo Yesu kwa ajili yake au kwa ajili ya ulimwengu. Kimsingi akisema kwa ajili ya ulimwengu inakuwa nzuri zaidi, kwa sababu this salvation is never personal. It's for the whole world. Ni kwa ajili ya ulimwengu. Hallelujah. Tuko pamoja? Kwa anayeongelewa hapa sio muamini wa itikadi ya chama cha siasa. No, sio muumini wa falsafa fulani. No, ni muamini katika kazi ambayo Mungu ameifanya katika nani? Kristo Yesu. Huyo ndio muamini anayezungumzwa hapa. Kwa sababu muktadha wa Marko 10:17 unaanza tu hapo, hata ukirudi nje tu nyuma kidogo tu kwenye 15. Anasema enendeni ulimwenguni wote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Atakayeamini na kubatizwa atafanyaje? Ataokoka. Kwa simple manake muamini anayezungumzwa ni aliyehubiriwa hizo habari njema, akaamini. Huyo ndio muamini. Hallelujah. Kwa hasemi kuhusiana na mitume, hasemi kuhusiana na manabii, anasema waamini. Ishara hizi zitafuatana hao waaminio kwa jina langu. So maana yake kila muamini amepewa mamlaka katika jina la Yesu. Kila muamini amepewa mamlaka katika jina la Yesu. Na kwa jina hilo anasema watatoa pepo. Anatoa pepo. Na tukazungumza tukasema katika habari ya kusema watatoa pepo, haongelei aina ya mapepo. Hajaweka listi ya mapepo ya kutoa au yanayotoka kwa jina la Yesu na yasiyotoka. Tukasema ni mapepo ya ukoo wowote, kabila lolote, ranki yoyote, akili zozote, chochote kinachoitwa pepo, majini, mashetani, vinyamkela, kwa jina la Yesu muamini amepewa mamlaka. Sema nimepewa mamlaka kwa jina la Yesu kuondoa kila aina ya pepo. Hallelujah. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa muamini anakuwa na assurance hiyo kwamba yeyote ameamini dakika hii, ameamini sekunde hii, mradi ni muamini. Hajajua hata habari vizuri za msingi wa wokovu wake, hajajua tumaini lake sana, hajajua Biblia yote, mradi ni muamini. Akawa tu na nuru hii ndogo kwamba amepewa mamlaka dhidi ya mapepo, anatoa pepo katika jina la Yesu. Unajua katika mtembeo wa kanisa katika miaka kadhaa, kulikuwa na namna ambayo inaanza kuonekana kana kwamba ili mtu aweze kutoa pepo anapaswa kuwa ni giant fulani la kiroho, ameokoka mwaka 76, ametembea na Mungu vijiji mbalimbali katika taifa, amehubiri injili mikoa na mikoa, amekuwa mwombaji wa miaka zaidi ya 20. Yaani ana CV. Ana CV ya kutembea na Mungu. Ana CV ya wokovu. Anakuambia mimi nimebatizwa mwaka 90. Alafu unakuta ndio mwaka uliozaliwa. Anakuambia nimebatizwa mwaka nini? Mimi nimebatizwa mwaka 90.
Anasema ndio mapepo yakikutana na hawa watu yanapenya yanaondoka. Lakini ukweli ni kwamba habari ya mamlaka dhidi ya nguvu za giza sio habari ya una miaka mingapi katika Kristo Yesu. Sio habari ya una muda kiasi gani katika imani. Sio umesoma Biblia mara ngapi. Sio umefunga siku ngapi. Ni habari ya kwamba wewe ni mwamini. Kwisha. Kwa sababu ni mamlaka ya kuzaliwa. Ina asili katika kuzaliwa. Ulipozaliwa ndani ya Kristo una mamlaka hayo. Tulijifunza na sitaki kurudia kwamba katika vitabu vya Injili, Luka 9 of course mstari wa kwanza, Luka 10 na ngapi kule 17 na wanafunzi Yesu aliwapa mamlaka kwa jina lake. Si ndivyo? Hasa nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule mwovu. Nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule mwovu. So walipewa mamlaka hawa wanafunzi ya kukanyaga nyoka na nge. Nyoka na nge ni nini jamani? Manyoka polini. Ni nguvu zote za yule nini? Adui. So hapa sema na nguvu zote maana yaani nguvu zote za adui. Na nguvu zote za adui inazungumzia nini? Jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, falme na mamlaka. Ndio yale Paulo anasema kwamba juu sana kupita falme na mamlaka na usultani ni hizi mamlaka katika ulimwengu wa roho, ni madude, ni majini, mapepo, supernatural beings. Haya ndio yale amezungumza, anasema ni mamlaka, anasema wakatawale samaki wa nini? Wa baharini, ndege wa angani na kila mnyama anayetambaa juu ya nini? Yani si wanyama porini, sio wanyama mwituni. Anasema naye nyoka, Mwanzo 3:1, alikuwa mwelevu kupita wanyama wote wa mwituni. Kama nyoka ni shetani, ni kiumbe cha kiroho, na wanaozungumzwa ni wanyama wa mwituni. Maana wanyama wa mwituni wanaozungumzwa hapo sio sungura na fisi. Amen, amen. So mamlaka toka Mwanzo 1 ni juu ya viumbe hao wa kiroho. Mungu alikusudia mwanadamu kuwa agent wake, God's agent wake, kuwa wakala wake duniani, kisanamu chake duniani kwa lugha nyingine, mwakilishi wake duniani, na kwa namna hiyo kuwa na mamlaka ama kudhibiti. Nasema mkatiishe. Maana yake ukiambiwa ukatiishe, kuna vya kutiisha. Haleluya. So vya kutiisha ni vitu gani? Ni hivyo viumbe vya kiroho katika ulimwengu wote tatu, ulimwengu zote tatu, mbinguni, juu ya nchi na chini ya nchi, ambao wakati mwingine unazungumzwa kama baharini, kwa sababu ulimwengu wa roho unazungumzwa katika sifia tatu: juu, angani, whatever, natumika neno angani, afu juu ya nchi na nini? Chini ya nchi au baharini. Ndio maana hata ile safina ya Nuhu, unaona ile safina ina ulimwengu tatu pale. Hekalu ina ulimwengu tatu pale. So ni jinsi ambavyo waandishi wa maandiko ya Biblia wana portray ulimwengu wa roho. Kwa maana yake ni kwamba majini yawe popote, mapepo yawe popote, yawe yako angani. Wanasema majini yako angani. Waambie majini yako humu nchini. Humu yanatembea na sisi. Humu kuna hapa kuna ulimwengu wa roho. Amen, amen. Tuko pamoja? Si hiyo imekaa sawa So haijalishi yako kuzimu, wanasema si yako wapi, popote pale aliko, you are able to cast them out. Unaweza ukayaondoa katika jina la Yesu. Glory to God. Kwa sababu nimewapa mamlaka yote ya kukanyaga nyoka na nge, yaani nguvu za yule adui. Kwa neno nyoka na nge au maneno nyoka na nge yametumika kuelezea nguvu za giza, yametumika kuelezea viumbe wa kiroho. Asa mkatiishe. Kwa kuna vya kutiisha, na ndio hivyo tumeketishwa juu sana ya falme hizi na mamlaka na jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, ili tuweze kutiisha, to subdue. So the authority, Christian authority or believer authority is necessary. Kwa lugha nyingine, mamlaka ya mwamini si tu kama fashion au kitu cha furaha kwamba tumepewa mamlaka. No! Yanapaswa kutumika. Yanapaswa kutumika, ni ya kutumia. Maana yake kwa lugha nyingine, we have been commissioned. Tumepewa utume kwa mamlaka hayo. Kuna vya kutiishwa, falme na mamlaka. Kuna miungu ya kuisuppress by the gospel. So it means katika injili tunatumia mamlaka kwa jina la Yesu kwenye miji na mitaa na mazingira yetu, kuona kwamba injili inapata mpenyo, watu wanatolewa kwenye ibada ya sanamu na wanakuja katika Kristo Yesu. Glory to God. Hallelujah. Amen, amen. So tunatisha pia utendaji wa kazi za giza katika maisha ya watu. Unakuta mtu anaolewa na pepo, unatisha. You subdue. Hallelujah. Tuko pamoja? Mkatishe, mkajae, replenish, kujaa. Tunapohubiri injili tunaongezeka, tunajaa
Na tunapojaa tunatiisha kila miungu ya giza tunakutana nayo. Tunatiisha kila maroho tunayokutana nayo ambayo ni mapepo na pepo wachafu, pepo wote wale wachafu, hakuna pepo msafi kimsingi. Pepo kiziwi whatever. Yoyote mradi ni pepo, tunafanyaje? Tunatiisha. Sema nina mamlaka. Katika jina la Yesu. Akutiisha nyoka na nge. So nyoka na nge imeeleweka kibiblia. Si ndivyo Imeeleweka, si ndivyo So mamlaka haya tukasema ya kwamba yalikuwa mamlaka yaliyokaimishwa. Power of attorney. Kwamba katika vitabu vya Injili hawa mitume walipewa mamlaka, walienda kutumia mamlaka kwa niaba yao. Hayakuwa inherent, hayakuwa kutokana na wao. Nimewapa. Kwa walifanya kwa niaba ya Yesu. Kwa yule anayetoa mamlaka ndio anawajibika na matokeo yote yanayotokea. Tuko pamoja? Yesu katika ufufuo anafufuka kutoka katika wafu, anasema tazama nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Hapo asemi nawapa, asema basi enendeni. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, enendeni. Maana yake kwa msingi wa mamlaka nilionayo, enendeni. Ina maana gani? Kwa nini Yesu asemi nawapa mamlaka tena? Yesu asemi nawapa mamlaka kwa sababu katika ufufuo wake tumefufuka pamoja naye. Haleluya. Katika ufufuo wa Yesu Kristo tumefanyaje? Tumefufuka pamoja naye. Au hatujaona hiyo kama tumefufuka pamoja naye? I think we did a study last week. Si ndio Tulifufuka pamoja naye. Kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 5 na wa 6. Anasema akatuisha pamoja naye. Yaani mmeokolewa kwa neema, akatufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Haleluya. So manake nini? Wakati Mungu anamfufua Kristo katika wafu, kwenye mind ya Mungu ni kwamba kila waaminio, wote wanaoamini katika Kristo wamefufuliwa pamoja naye. Kwa hiyo tulifufuliwa pamoja na Kristo. Kwa lugha nyingine, alipokufa alikufa mahali petu. Alipozikwa alizikwa mahali petu. Alipofuka alifuka mahali petu na kwa ajili yetu. So tulikufa pamoja na Kristo, tukazikwa pamoja na Kristo, tukafufuka pamoja naye. Tumetoka kwenye the same womb of death. Kwenye tumbo moja tumezaliwa. Kwa Yesu alipozaliwa kutoka kwa wafu, sisi tunapoamini katika Injili ya Kristo, tunazaliwa kutoka kwenye tumbo lile lile. So tulifufuka pamoja na Kristo, ama tumefufuka pamoja na Kristo. Haleluya. Tumehuishwa pamoja na Kristo. Haleluya. Sema nimehuishwa. Nimeketishwa pamoja na Kristo. So tuliangalia katika Efeso 2 pale. Ni Efeso 2:1-20. Tukaona mahali Kristo ameketi. Kimsingi Paul alikuwa anaongea habari ya mahali ufunuo, wale watu kujua nini wanacho katika Kristo. Kianzia mstari wa 15, 16, 17 kitabu cha Efeso sura ya kwanza. Hapo anasema anamshukuru Baba na nini, aache kutoa shukrani na nini, akiomba kwamba macho ya mioyo yetu yatiwe nuru, tupate kujua tumaini la mwito wetu jinsi ilivyo. Hapa anasema pia kwamba tupate kufahamu nini utajiri wa utukufu wa urithi wake katika takatifu jinsi ulivyo. Mstari wa 19, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuamini jinsi ulivyo. Endelea mbele. Kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Utenda katika Kristo. Ngoja kwanza. Kwa kadri ya utendaji wa nguvu zake aliyoutenda. Kwa anasema ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu aminio. So ndani yetu aminio tuna ubora, the excellence of his power, tuna ubora wa ukuu wa nguvu zake ndani yetu aminio. Anasema ni kwa kadri ya nguvu aliyotenda katika nani? Kristo Yesu. Wakati gani? Alipomfufua kutoka katika nini? Wafu. So maana yake there is a power, kuna hiyo nguvu ambayo Mungu aliapply katika ufufuo wa Kristo Yesu. Anasema hiyo power, hiyo nguvu aliyoapply katika ufufuo wa Kristo Yesu iko equivalent na nguvu inayokaa ndani ya nani? Tuko pamoja? Anasema alipomfufua Kristo kutoka wafu, akamketisha wapi? Juu sana. Kwanza mkono wa kuume wa Mungu. Si ndivyo? Alafu ndio juu sana. Si ndivyo? Alafu anapataja hapo juu sana. Anasema kupita nini? Falme wote na nini? Na nini? Na nini? Haleluya. Tuko pamoja? Alafu kwenye 2 sasa kuendea kwenye muktadha ndio anasema tulifufuliwa pamoja naye. It means yoyote aliyoyachukua Kristo katika ufufuo ni yote aliyoyapokea muamini katika Kristo Yesu. Amen. Kama nilifufuka pamoja naye, kama nimeketishwa pamoja naye, kama niko pale alipo juu sana kupita falme na mamlaka, maana yake nini? Mimi ni mrithi pamoja na Kristo.
Na ndivyo kitabu cha Galatia, kitabu cha Paulo kwa Galatia kinavyosema kwamba tu warithi pamoja na nani? Na Kristo Yesu. Sema mimi ni mrithi pamoja na Kristo Yesu. Mrithi maana yake ni maana yake umepokea katika kile kilichoachiliwa na Mungu katika ufufuo wa Kristo Yesu. So tumerithi. So ni warithi pamoja na Kristo. We are or joint heirs with Christ. We are joint heirs. Kwa ni warithi pamoja na Kristo. Kwa kama ni warithi maana yake chochote alichonacho Kristo ndicho ambacho niko nacho. Sema alichonacho Kristo niko nacho. Mamlaka ya Kristo ni mamlaka yangu. Umiliki wa Kristo ni umiliki wangu. Makao ya Kristo ni makao yangu. Alipo Kristo ndipo nilipoketi. Ushindi wa Kristo ni ushindi wangu. Amen, amen. That's how you see the word of God. Kwa hiyo maana yake nini? Whatever Jesus possessed, chochote alichomiliki katika ufufuo wake, utajiri wowote, enzi na mamlaka aliyochukua katika ufufuo wake, ni utajiri na urithi na mamlaka ambayo muamini amepokea katika ufufuo wake au katika kuokolewa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana yake mamlaka kwa muamini ni kitu cha kuzaliwa nacho katika Kristo Yesu. Sio matokeo ya jitihada zake. Sio matokeo ya kusoma Biblia sana. Sio matokeo ya kuomba sana. Ni kama mtu aliyezaliwa kwenye ukoo wa kifalme. Haui wa ukoo wa kifalme kwa kujitahidi. Unakuwa wa ukoo wa kifalme kwa kuzaliwa. Una mamlaka ya kifalme kwa sababu umezaliwa namna hiyo. Sio kwa sababu umejitahidi kuwa namna hiyo. Kwa mamlaka yetu sio ya kupambania katika Kristo Yesu. Tumepewa mamlaka pamoja na Kristo. Nasema kwa jina langu. By my presence. Kwa jina langu, kwa kazi niliyoifanya, kwa msingi wa yote niliyotimiza katika kufa, kuzuka na kufufuka, watatoa pepo. So, hii ni namna ambayo inaambatana na kila muamini. So ndio maana katika ufufuo Yesu asema ninawapa mamlaka. Anasema tu nimepewa mamlaka yote, mbinguni na duniani, basi nendeni. Kwa sababu gani? Hawa sasa hawana mamlaka ya kupewa tena ya kukaimishwa kama ile unakaimishwa tunaenda kufanya kwa niaba na. No. Katika ufufuo ambapo waamini wanapokea roho wa Mungu ndani yao, mamlaka iko ndani yao kwa asili. Amen, amen. Kwa nini? Kwa asili. It is by nature. Sema kwa asili ya Mungu. Nina mamlaka ndani yangu. Nimezaliwa na yeye. Nimetokana na yeye. Naweza kutoa pepo. Naweza kuweka mikono juu ya wagonjwa nao wakapata afya. Glory to God. Vipi ukiambiwa na pepo kwamba hujafunga siku 40? Utajibu nini? Unataka kutoa pepo hapa nasema hujafunga wewe. Unamwambia nini huyo pepo? Unaanza ila kweli sijafunga, alafu unajua kuna mstari unasema namna hii haitoki isipokuwa utakuwa umewaiwa kwa mbele. You have to be smart. Hallelujah. Ukiwa na ufahamu na kwa effective katika utendaji wako, kwa sababu hakuna namna ambapo adui anaweza kutrick, you know. Hallelujah. You know. Wewe usikana naombea mapepo asubuhi mpaka jioni. You can't do that. Wewe usikana bishana na mapepo wakati you know what you have. You know the source of your authority, the nature of your authority. You know where you got it. Kwa maana yake ni kwamba kufahamu na kujua kunakupa wewe uwanda mwepesi wa cooperate katika hayo, kwa sababu you know. Ukiwa ujui unakuwa na changamoto ya ufanisi. Ndio maana Paulo anamwambia nani Filemoni katika Filemoni 1:6 anasema ujuzi anaanza kusema kwamba anasema ushirika wa imani yako, si ndivyo? Ushirika wa imani yako ufanye kazi yake kwa ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu katika nani? Kristo Yesu. Filemoni 1:6 1:6, si ndivyo? Ushirika wa imani yako, the communication of thy faith. Asema uwe effective, uwe na ufanisi, uwe na matokeo kwa ujuzi, epignosis, ujuzi, maarifa sahihi, barabara kabisa, sio kwa hitilafu. Epignosis, ufahamu manake kwa ufahamu, kwa ujuzi, basi utaweza kuwa effective, utaweza kuwa na matokeo. Ujuzi wa nini? Kila kitu chema kilicho kwetu katika nani? Kristo Yesu. So tuna vitu vyema ndani yetu katika Kristo Yesu, na moja wapo tumepewa mamlaka katika jina hilo. Hallelujah. Juu ya magonjwa, juu ya mapepo. Tumepewa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. We cast demons everywhere, anywhere. Anytime. Umeamshwa saa 8 usiku unakwenda Majestically, you cast demons. Umeamshwa saa ni muda wote, umeomba wiki hilo hujaomba. Sijasema ukae bila kuomba. Nasema hivi, wewe umeomba hujaomba, una mamlaka katika Kristo Yesu. Amen, amen. Sasa hata wewe unataka kunitoa pepo, wewe tayari unataka kushusha, uanze kujisikia dhaifu kwamba wewe njia zako zinyoka kwa ustahili kutoa pepo. No. Hautoi pepo kwa sababu tabia zako zimekaa hivi.
Hautoi pepo kwa sababu umeshinda kila aina ya makosa na dhambi katika dunia. No, unatoa pepo wa kila namna kwa sababu umezaliwa katika Kristo Yesu. Kwa sababu una mamlaka ndani ya Kristo Yesu. Mamlaka yako yategemei unyofu wako. Kina Petro, they were smart enough to know this. Wakasema, ndugu zetu msishangae. Wanashangaa ule muujiza yule ndugu amefanyaje? Kiwete yule alikuwa kiwete tangu kuzaliwa, amepona, muujiza mkubwa. Asema a notable miracle imefanyika katika mikono ya wale mitume katika Israeli. Wanasema huu muujiza uweze hata kwa dispute, hauwezi kwa upinga. Walikuwa wanamuona yule mtu kila siku katika yule mlango unaitwa mzuri wa hekalu. Alafu huyu mtu ghafla ameinuka. Wanashangaa. Wakasema, ndugu zetu, huyu mtu hakusimama kwa sababu ya utakatifu wetu. Imenyoka hiyo. Haleluya. Imenyoka hiyo. Au si wapi? Sasa huyu mtu hajapokea uponyaji kwa sababu ya utakatifu wetu. Wakasema bali kwa sababu ya nini? Kwa jina lake. Kwa jina lake. Hebu sema kwa jina lake. Sasa kwa jina lake huyu mtu amepona, ndio maana mnamuona mzima amesimama mbele yenu. So it means muamini anapaswa kujua tu ana mamlaka kwenye hilo jina na kwenda kuyatumia basi. Amen, amen. Unapaswa kujua tu na mamlaka. Sema ninajua. Pasipo na shaka. Tena nimehakikishwa kwa neno la Kristo nina mamlaka ya kutoa pepo. Haleluya. Sasa nikikufundisha hivi, alafu naenda huko nakimbia mapepo. I say, ya kuchape makofi. Ya kuchape makofi kabisa. Ya kuchape makofi. You need to know and to act on the word. Wakristo wengi wanabaki na maarifa, hawafanyii kazi neno la Mungu. No, mchungaji wake kufundisha hivi Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, tafuta wenye pepo wako wapi. Nenda kaya test hayo mamlaka. Hiyo ndio namna ya kutii neno la Mungu. Kwenye vitabu vya Injili, wanafunzi walipokuwa wale wanaitwa wanafunzi, wanakuwa na rabbi, si ndivyo Wanakuwa na mwalimu, master, si ndivyo Wanafunzi wa Yesu, rabbi wao ni nani? Yesu. Tuko pamoja? Wale wa Mafarisayo na wenyewe na Mafarisayo kwa majina yao. Si ndivyo Ufuasi na wanafunzi maana yake you follow the steps. Unafuata mafundisho na hatua za mwalimu wako. Ndio maana wakati ule Petro amemwona Yesu ametembea juu ya maji, akasema tu, Bwana, ni wewe? Alipoambiwa tu ni mimi, akapata akili. Akasema basi hiyo imeisha hiyo, akatoka. Naye anatembea nini? Unaelewa chakula kifanya? Unaelewa chakula kifanya? Ndio wanafunzi. Haleluya. Tuko pamoja? Ukifundisha utoaji, inabidi tuweke kapu hapa, utesti kutoa kwako. Unaelewa ninachokisema? Ndio hivyo. Ukifundishwa kutoa mapepo, maana yake ni kwamba una mamlaka ya kutoa mapepo. Maana yake wiki tembelea mostari. Unajua watu wengi wanaumwa pia, wanasumbuliwa na wakati mwingine na nguvu za giza. Wakati mwingine, sio wakati wote. Si ndivyo Nenda kwenye hospitali. Tuko pamoja? Nenda kwenye Injili, kwenye Injili utakutana na watu wenye kusumbuliwa na nguvu za giza. Nenda katika kuhubiri kwako, attempt cast out demons. Tunaumwa. Ingia katika roho. Hallelujah. Angalia vizuri. Unaweza kukuta ule usumbufu ni wa nini? Wa kipepo. Cast those demons out. Hallelujah. Fanyia kazi neno la Mungu. Ukikaa hapo unasikiliza tu, mwaka ujao, majira kama haya, utabaki bado ukisikia kuna mtu ana pepo unakuwa unaogopa. Unaelewa na mamlaka lakini unaogopa. You have to act on the word of God. Fanyia kazi neno la Mungu. Tell neighbor, fanyia kazi neno la Mungu. So mamlaka hatujapewa kama mpambo. No, they are necessary. Ni ya kutumia. Ni ya kutumia. Unapojua wewe ni muamini tu, unatumia mamlaka. Glory to God. Unatumia mamlaka. Hallelujah. Sio imekaa sawa? Muhimu sana. Tumia mamlaka. Usiache mambo haya yakabaki katika maandiko. Unasoma story nzuri kwenye kitabu cha Matendo. Kimsingi banapaswa kuwa na kitabu kingine. Amen, amen. Wala kina lazima ya kuwepo kwenye Biblia. Lakini kuwe na vitabu vingine vinaandikwa. Watu wana document mambo makuu ya kanisa katika taifa hili. Hasema wakatoka wanaume na wanawake kutoka Tabata, wakaingia kule Mbezi, wakahubiri Injili, wakatoa pepo. Kukaa na mama mmoja anaitwa sijui nani. Shuhuda zinaandikwa za uponyaji, za kazi kama kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Tunarithisha nini kizazi kijacho? Wanakuja kukuta stories za Juma Lokole. Ndio zipo. Kina Mwijaku. Habari za matendo makuu, exploits za kanisa ziko wapi? Habari za shuhuda za mambo watu wa Mungu waliyofanya ziko wapi? We have to do the word of God. Hallelujah.
We have to do the word of God. Matendo yafanyike, kazi ya Mungu ifanyike. Sisi tunapaswa kukataa kabisa kwa habari ya mtembeo wa Roho wa Mungu katika kwenye kanisa tukiwa tuko hai au kwenye kizazi chetu. Tunapaswa kuinsure kwamba mtembeo wa kazi za Mungu, mtembeo wa Mungu, Roho wa Mungu unaendelea kuwepo na unaishi katika kanisa letu na katika nchi yetu, taifa letu na kwenye kizazi chetu. Tusije kuwa kizazi ambacho kizazi cha ngapi na wengine wanasema wazee wetu watembea nyakati za giza. Yaani sisi tunaitwa kwenye nyakati za giza za kanisa. Kweli? Say I refuse. Nakataa. Kwamba wakati huo jamaa watu wamechangamka kweli wanafanya kazi za maana. Alafu wakisoma historia hapa kati ya mwaka 1980 mpaka 1940. 2000 na ngapi? Na 40. Zilikuwa nyakati za ubaridi katika kanisa. Hapakuwa na mtembeo wa nguvu za Mungu. Hapana. I refuse in the name of Jesus. Hallelujah. Kwa ninaona watu majasiri wameketi hapa na wanatoa pepo na wanaponya wagonjwa kila mahali katika jina la Yesu. Wanaelewa na mamlaka na wanachukua ujasiri katika hiyo na wanafanya kazi katika jina la Yesu Kristo. Uinjilisti wetu unapaswa kuwa supernatural evangelism. Tunakwenda kuhubiri huku tukitenda ishara na maajabu. Tunakwenda kuhubiri huku tukiponya wagonjwa. Tunakwenda kuhubiri huku tukitoa pepo. Hallelujah. Hiyo imekaa sawa? So wiki iliyopita tukaongelea pia kwamba nafikiri ilikuwa kama ana aside kitu cha pembeni kidogo, lakini kilikuwa na maana na cha msingi sana. Cha msingi sana. Tulisema na kuzungumza kidogo kuhusiana na milango ambayo adui au mapepo yanapata nafasi ndani ya maisha ya watu. Amen. Do you remember that? Ikiwa umesahau unaenda kusikiza ile audio na kwenda pale kainoscreation.church. Amen. Unakwenda wapi? .church. Unaingia pale. Unalikuta pale somo limeandikwa mwamini dhidi ya nini? Mapepo na magonjwa part 3. Unasikiliza. Narudia tena ili upate ku catch up. Hallelujah. Tuko pamoja? So milango ambayo hawa wadudu, mapepo, nguvu za giza zinapata nafasi kwenye maisha ya mwanadamu. So mwanadamu sio rahisi sana kuvamiwa. Lazima adui atafute namna anapunguza nguvu ama tuseme anapunguza ulinzi katika nafsi yake. Anaifanya iwe dhaifu, iwe rahisi kuivamia. Na tuzungumza tofauti kati ya kuwa possessed, kumilikiwa ama kuonewa na pepo. Tuko pamoja? Kwa sababu mlango mmoja wapo wa mambo hayo ni hatia na hukumu. Nakumbuka? Hatia na nini? Na hukumu. Mtu anapokuwa amejawa na hatia, ana sin consciousness, ana ufahamu wa dhambi, anajiona ni mwenye dhambi asiyestahili. Kwa sababu ukishakuwa na hali ya kujiona una dhambi na haustahili, manake unajiona uko mbali na Mungu. Kimsingi hauna ujasiri wa kusema na Mungu wala kufellowship naye. Kimsingi pia hauna ujasiri wa kupinga ubaya kwa sababu wewe unajiona haustahili mema. Tuko pamoja? Pia utakuwa hauoni kama una mamlaka una haki ya kutumia jina la Yesu au ya kumwambia Mungu hiki kitu sikipendi kwa sababu wewe unajiona ni mwenye dhambi na haustahili. Tuko pamoja? Sin consciousness ni mlango mkubwa wa mapepo. Mlango mkubwa kabisa. Ufahamu wa dhambi, kusikia hatia na hukumu. Ndio maana tunasema ya kwamba mtu kama anaonewa mara kwa mara ni muamini na anasumbuliwa mara kwa mara na mapepo, muexpose tu na mafundisho. Kwa sababu utakemea pepo kwa wakati upepo litaogopa moto ulioushusha wakati huo. Nani anataka shida bwana? Yanaondoka. Mkiondoka watumishi yanakuja kuchunguliwa. Yanakuta uimara bado haupo. Occupy tena. Yanaanza tena kusumbua. Kwa hiyo kumsaidia mtu huyu, mpe mafundisho, mfundishe kweli. Tukasema giza, mapepo maroho ya giza hayakai kwenye nuru, hayapendi nuru. Maarifa na ufahamu ni nuru. Haleluya. Unapomfundisha mtu Kristo, alichopokea katika Kristo, mamlaka yake katika Kristo, yeye ni nani katika Kristo,
unaijenga nafsi yake, unaimarisha nafsi yake. Mapepo ni kazi kusumbua akili hiyo. Niliwaambia kwamba hata vijijini ni kazi kumloga mtu tu jasiri. Yaani mtu akisema tu mimi hakuna mchawi kuniloga hapa, hajaokoka yeye, na hakuna mchawi atamloga. Tuko pamoja? Kwa sababu mtu huyu anajiamini. Mtu hata ambaye hajaokoka anayejiamini, kumloga ni kazi sana. Kwa hiyo ufahamu wa dhambi unaondoa confidence. Lakini maandiko sana, huu ndio ujasiri tulionao kwake. Hii sentensi inaanzia wapi? Anaanza kwenye mstari wa 13 waraka wa kwanza Yohana sura ya 5. Anasema kwamba nimewaandikia ili mjue ya kuwa mnao uzima milele ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Nimewaandikia ili mjue, manake knowledge, mfahamu kwamba mna uzima wa milele ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Na huu ndio ujasiri. Are you getting it? Tulionao kwake. Manake kwa msingi wa huo ufahamu ya kwamba tuna uzima wa milele. Uzima wa milele ina maana hatuhukumiwi? Uzima wa milele ina maana pia tuna msamaha wa dhambi? Si ndivyo? Uzima wa milele ina maana tuna ushirika pamoja na Baba, Roho wake anakaa ndani yetu, si ndivyo? Na huu ndio ujasiri. So muamini na ujasiri pale tu anajua Mungu amekaa ndani yake na aondoke. Mtu ambaye ana uhakika kabisa kwamba Mungu anaondoka ndani yake akitenda dhambi, hawezi kuwa jasiri. Mtu ambaye amefundishwa kwamba Roho Mtakatifu anaondoka ukikosea, hawezi kuwa jasiri. Kwa sababu kila akitenda dhambi anahisi tayari Mungu amemwacha. Amefundishwa uongo, amejaa uongo, amejua uongo, ameamini uongo, na adui anaoperate kwenye uongo. Ukisha kuwa na uongo mwingi ndani yako, ni mlango wa mapepo. Kwa ni vema tunapojifunza muamini dhidi ya pepo na magonjwa, upate kuelewa na milango ya mapepo katika maisha ya mtu. Upate kuelewa pia unavyoweza kusuppress ama kumsaidia mwingine anayeonewa na pepo magonjwa. Mlango wa ufahamu wa dhambi ni mpana sana. Unamwacha mwanadamu kuwa dhaifu, nafsi yake kuwa isiyo na ngome zilizo imara. Ngome zinajengwa kwenye ufahamu. Ndio maana hata ngome zile zingine tunavunja ngome kwenye fahamu. Paulo anasema ya kwamba ijapokuwa tunaenda kwa mwili, lakini silaha zetu zina uwezo katika nani? Mungu. Silaha zetu zina uwezo katika Mungu. Zinaangusha nini? Ngome. Ngome hizo zimetajwa kama nini? Elimu, fikra, mawazo yanayojinua kinyume na elimu ya nani? Ya Kristo. Kwa adui na shetani anajenga ngome kwenye mawazo, na neno la Mungu linajenga ngome kwenye mawazo na fikra. Kwa unapolisha ufahamu wako na neno la Kristo lilonyooka, ufahamu mzuri wa Kristo Yesu, ni ngome imara dhidi ya mashambulizi ya giza. Yaani kuna wakati nasema hivi, narogwaje? Najiuliza mwenyewe mpaka nacheka. Narogwaje? Yaani unanirogaje? Yaani unanirogaje kwa ufahamu huu katika Kristo Yesu? Huu ufahamu ulio wazi katika nyaraka, unanirogaje? Yaani shetani unanifanyaje niwe msukule? Yaani unapataje hiyo nafasi? Unanitishiaje? Maana nimekwisha, unajua angalia maneno anasema watu ambao wamemjua Kristo sasa. Anasema nimekwisha kujua na kuhakikishwa. Tuko pamoja? Ya kwamba hakuna, tuko pamoja, cha kunitenga na upendo wa Mungu ulio katika nani? Kristo Yesu. Alafu anataja hayo madudu. Anasema yawe ya juu au ya chini. Tuko pamoja? Wala si ya chini ya wapi. Yawe ni njaa, iwe ni upanga, iwe ni uchi. Yaani mamlaka vyovyote vile. Anasema hakuna cha kunitenga. Na atokei tu anasema nimejua na kuhakikishwa. Muamini anapaswa kufika mahali pa kufanyaje? Kujua na kuhakikishwa. Yeye ni nani katika Kristo Yesu? Ana nini katika Kristo Yesu? Na Mungu anafanya nini ndani yake na kupitia yeye? You have to know. If you don't know, you're in trouble. Adui atacheza na wewe sana. Tutakuwa na rusha tu. Tumesema kwenye ufahamu ndiko mishale ya moto inakopita. Unarushiwa mishale aina mbalimbali. Hofu na mashaka vinapita kwenye ufahamu. Akili ya mtu ndio pilot. Ndio inaolead, ndio inaongoza, ndio inamfanya mtu awaze, a programu, a behave na mnafanya. Ni kwenye ufahamu. Kwa adui anashambulia ufahamu. Anaingia kupitia ufahamu. Anatafuta umiliki na uonevu kwa mtu kupitia ufahamu. Unajua nini na mata sana. Hallelujah. Hallelujah.
Hebu sema siwezi kuonewa na pepo. Katika jina la Yesu. Ninajua haki zangu katika Kristo Yesu. Ninafahamu mimi ni nani katika Kristo Yesu. Nimetokana na Mungu. Nimesamehewa milele. Hakuna dhambi wala makosa yanayompa shetani haki yoyote juu ya maisha yangu. Kila dhambi, kila kosa limelipiwa. Kila deni limelipwa. Kila hatia imeondolewa. Mimi ni salama ndani ya Kristo Yesu. Haleluya. Kwa mtu asiyejua msamaha wa dhambi, yuko matatani. Kwa mnasema, pasa, miaka 10 nimekuwa nasumbuliwa na nguvu za giza, lakini ni muamini. Namuuliza tu, which message you have been hearing? Umekuwa unasikia message gani? Kama kila siku ukienda kanisani unarudi na uchungu na maumivu, umesemwa na kusimangwa kuhusu dhambi na makosa, kiasi cha kujiona ustahili, mapepo yatafanya ground hiyo hapo mahali pako kwa home ground. Watakuchezea kabisa. Tukasema kama kanisa unalohudhuria, kama mafundisho unaosikiliza ni laana za ukoo, wewe sahau kuwa huru kutoka kwenye mikono ya adui. Wote wanaosikiliza masomo ya laana za ukoo, sijui vitu gani, generational whatever, ni wateja wa ibilisi. Anaweza kubadilisha tu staili ya kuwazunguka, yani ya kuwanyanyasa. Kwa sababu adui ana namna nyingi za kunyanyasa. Sio lazima uwe unalipuka. Ana namna nyingi za kuonea. Lazima utembee. Kutembea katika ushindi kama Mkristo kunaanza na unajua nini. Wewe jana yako unajua nini? Na maana kama kuna kitu ibilisi anapiga vita, ni watu wasikae kujifunza. Ulimwengu wa sasa ameutengenezea, amewapa ubunifu. Watu wanavumbua vitu vipya kila siku. Programu mpya, madude mengi kwenye kanisa. Kanisa linajaa mambo mengi, neno linakuwa kidogo. Na hilo neno lenyewe ni motivation. Unaona hiyo? Kwa tunakuja kanisani, tunakuwa na vitu vingi vya kutuburudisha. Tunaburudika, tunaona saa leo nimeenjoy kweli ibada. Ulienda kuenjoy, ulienda kuabudu. Ndio mtu anatoka kanisani, anamshuhudia mwingine yani leo sijaifili kabisa ibada. Aliyafanya? Leo sijaifili kabisa ibada. Kwani tulikuwa tunakuabudu wewe? Kwa sababu wewe uifili, yani wewe tukusaidie uifili. Why should you feel? Sisi wote tumekuja kufanyaje hapa? Kuabudu. Tuko pamoja? Hasijafurahia ibada. Sawa, tulikuwa tunamwabudu Mungu. Yeye atakuwa amefurahia. Wewe hujafurahia, up to you. It is your cup of tea. It's not our business. Kwa nini usifurahie? Wewe umekuja kwenye ibada. Kwa nini usifanye ufurahi kumwabudu Mungu wako wewe mwenyewe? Kama unataka kufurahi. So adui kitu ambacho anakipiga vita ni nini? Kusiwe na maarifa yakiachiwa katika kanisa. Kwa hiyo anatuletea watu wanaokuja kanisani sio kuja kufanya vibaya, wanaokuja kufanya mambo tofauti. Ndio anasema. Sio wakati wote ibilisi anatuma watu kanisani waje wafanye mambo mabaya. Yaani ukiona these are evil things. No. He sent men and women in the church to do different things. Sinaeleweka? Contrary things. Yaani maana yake mambo ambayo sio ya kanisani ndio yanakuwa yanafanyika wapi? Kanisani. Sio mabaya. Sio, unipate vizuri. Sio nini? Ila ndio yanafanyika nini? Kanisani. Kwa mfano, masomo ya ujasiriamali ni mabaya. Sasa ni mambo ya kanisani. Sasa now you understand. So the devil can play a long game. Kwa sababu anafahamu watu wakiwa na maarifa hawezi kuwakandamiza, hawezi kuwaonea, hawezi kuwatumia. Watu wakiwa wajinga kuhusiana na mpango wa Mungu na kusudi la Mungu kwenye maisha yao, wakawa wajinga kuhusiana na utambulisho wao, hawa ni nyenzo zake na hawa ni wateja wake wa kila siku. Kwa hiyo ata design mambo, watu watakuwa hawaendi kanisa kama halina AC, kama halina ukumbi mzuri, kama sio halina kwaya ya level ya Neema Gospel, kama hawaendi. Kwa sababu waaminisha ili kumwabudu Mungu lazima kuwe watu originally wanapaswa waweze kumwabudu Mungu hata chini ya mti. Amen. Wana fellowship. Mahali kwenye nyumba zao, kwenye sebule, wewe imekaa vizuri imekaa mbaya, wanakutana, wana fellowship. Wewe watu wako kwenye yani anachagua kwanza naomba nitumie profile ya kanisa lenu. Profile. Anataka kuona profile ya kanisa lenu.
Mchungaji wenu nataka kuona kwanza pameanza na doctor. Kama mchungaji wenu sio doctor, sio kanisa ambalo nataka kwenda. Sisi tunafundisha kilimo au mechanical engineering. Sasa ni daktari wa mambo gani? Kwa hiyo mambo tofauti yanafanyika kanisani, alafu neno kidogo, na neno lenyewe ni motivation. Wakristo hao watakuwa wanaoniwa na adui left, right and center. Tuko pamoja? Nakuwa ni kama umebadilisha, you have changed gold for brass. Naacha dhahabu, natembea na silver. Tunaacha na mambo ya roho, kusema katika lugha, kuimba katika roho, kusema maneno katika nguvu. Mambo ya rohoni tunayaacha, tunakwenda kwenye mambo yetu ya kuburudika. Kulia kushoto ndende, kulia haya chini. Sasa tumeenjoy kweli baada ya leo, tumeenjoy which power? From power which? Power where? Hoja tu hapo mambo tu tunaona kwamba sasa this is the church. Tayari adui ameshatutenda kwa hila. Ametuwahi kwa mbele. Ameshatuwahi, ameshajua kizazi hiki kinapenda mavumbuzi mambo. Sasa unajua kizazi cha sasa. Neno la Mungu ni jana, leo na hata nini? Limenyoka hivi. Halibadiliki. Tuko pamoja? Kwa mwambie jirani kujaza maarifa. Mwambie jaza maarifa. Ufahamu wa Kristo. Tuko pamoja? Ufahamu wa nini? Nuru ikitawala ndani yako, hawezi kujiona usaili mbele za Mungu wakati wowote. Haitakayotokea ibilisi akutrick, uanze kujiona ustahili, uanze kusema Mungu sijui nini, Mungu umeniacha. Wewe hiyo mentality ya kama Mungu amekuacha hutakaa uwe nayo. Kwa sababu unajua Mungu haachi mtu. Haleluya. Mungu haachi nini? Hivi unafikiri ujasiri kiasi gani unakuwa nao kwa kujua tu kwamba Mungu hakuachi? Umepata maarifa funuo Mungu, sio umesoma tu. Imekuwa down ndani yako, Mungu aniachi. Under any circumstance Mungu aniachi. That's powerful. Sasa basi hakuna tena hukumu ya adhabu juu ya hawa walio katika Kristo Yesu. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule katika Kristo Yesu imeniacha mbali, au imeniacha huru mbali na sheria nini? Ya dhambi na mauti. Kwa maana yake siingii hukumuni. Maana yake Mungu ana kisasi na mimi. Maana yake Mungu ana bifu na mimi. Maana yake nimesamehewa. Nina uhuru, naweza kuwasiliana na Bwana wakati wowote. Glory to God. Hallelujah. You get that? Tukasema mlango mwingine wa pili mpana kabisa ni nini? Hofu. Ibilisi anaoperate kwenye hofu. Hallelujah. Kwa hiyo ufahamu wa dhambi alafu hofu. Na ufahamu wa dhambi, sin consciousness is more destructive than the sin itself. Sin consciousness is more destructive than the sin itself. Dhambi inaharibu, lakini dhamira ya dhambi ni haribifu zaidi kuliko dhambi yenyewe. Ndio anazana wa mseni. Binti mmoja nilikuwa simfahamu hata. Alikuwa anafuatilia Facebook. Miaka imepita hapo nyuma. Nakumbuka hata jina lake. Sababu alikuja akawa mshirika wa kanisa mmoja tulikuwa tunaabudu kwa Mwanza. Alikuwa anafuatilia tu mafundisho huko Facebook na nini. Namba zetu tulikuwa tunaweka public. Akanipigia analia. Anasema kwamba daktari anasema nimetoka kupima, naambiwa nataka kufanya operation, nina uvimbe. Una miaka mingapi binti? Una miaka 19. Una uvimbe kwenye tumbo ndio. Sawa, okay. Kwa hiyo, naogopa mtumishi, hata sijui nini nitafanya kwa sababu hata hela yenyewe operation sina. Ambia basi hamna shida. Tutamwomba Mungu. Ndio maana nimekupigia uniombee. Nikamwambia kabla hatujaomba, nitaongea na wewe dakika moja. Nikasema naye habari ya msamaha wa dhambi. Kwa sababu niambia ameamini. Sasa unajua mtu akikwambia ameamini miaka hii inabidi muulize umeamini nini?
Akisema ameamini, muulize umeamini? Hata kwenye uinjilisti huko, unajua mtu anataka kukata mapema sana. Unamwambia sasa, hata mimi nimeokoka, natoka TAG, FPCT, Restoration Center, sijui nini, Bethel, nimeokoka. Nimeamini. Muulize, umeamini? Hapo ndio penye mtihani. Nimeamini Yesu. Aha, umemwamini Yesu kwa lipi? Sababu hata mapepo yanamwamini Yesu. Kwani mapepo yanamwamini Yesu? Na wauliza mapepo yanamwamini Yesu? You know better. Mapepo yanamwamini. Wamuulize, wewe unaamini nini kuhusu Yesu? Naamini ni mwana wa Mungu. Hivyo tu. Lipi unaamini kuhusu Yesu? Sababu hoja hiyo ni ya msingi sana. Kwa hiyo bwana mbele naamini, nikamwambia okay. Leo asubuhi mimi nilianza tukamwambia leo asubuhi ume nani? Ukatumia neno lao leo umetubu leo. Unajua kawai haraka kuonyesha kabisa kwamba anashika kama yule anasema hayo nimeashika tangu nikiwa mdogo. Kaka anambia, yani nimeamka kabisa, nimeomba, nimejitakasa, nimeomba rehema, je dhambi zangu sasa hapo ndio kwenye tatizo. Nikamwambia hapo ndio kwenye nini? Kwenye tatizo. Umeomba rehema, umeomba msamaha, maana yake una dhamiri ya nini? Ya dhambi. Wewe wajiona mwenye dhambi. Kwa ndio maana kila siku asubuhi unatafuta kwanza kutengeneza na nani? Na Bwana. Unatafuta kwamba usamehewe. Na mpaka saa hizi ujiamini. Hapa yenyewe unaona kuna dhambi utakuwa hujaziombea rehema. Si muda tena unaweza kupiga magoti mahali kuomba nini? Rehema na msamaha. Nikamhubiri msamaha wa dhambi. Kafurahi akasema nimeelewa. Nikamwambia haya, umepona. Utaenda kwa daktari kabla ya operation. Wao uzuri madaktari wana akili njema kweli kweli. Wakikupima mara ya kwanza wakakuona una jambo la operations. Kabla ile tarehe unapoenda wanaangalia tena. Si ndivyo ilivyo? Au wanasemaga tu ulipima tunaanza tu wanaangalia tena. So hiyo akili mimi nawasifu sana. They are doing good. Kwa hiyo kabla operation akaenda nikamwambia wewe usimwambie kitu daktari. Wewe nenda mwambie daktari nimekuja. Hapo daktari mwenyewe akithibitisha una uvimbe wa kufanyia operation atafanya operation. Daktari akaingia akamfanyia vipimo. Mbona hakuna haja tena operation? Kwani nini kimetokea ndani ya hii wiki? Hamna tena uvimbe umevaje? Kwa sababu ilikuwa ni uonevu wa kipepo. Na ngoja niwaambie, magonjwa ambayo ni uonevu wa kipepo, they are very easy to be healed. Amen. Tuko pamoja? Kuna magonjwa ambayo ni changamoto za kibiolojia. Tuko pamoja? Kuna mambo mbalimbali, lifestyle wakati mwingine au tu kuna dysfunction katika mwili. Tuko pamoja? Lakini magonjwa ambayo ni direct demon induced. Yaani hata mkuta mtu amefanyaje anasema amepoza hadi amekunjamana hivyo nakwambia miaka 2. Piga power moja tu ananyoka muda huo. Power hii ukiliondoa tu lile pepo pop na udhaifu unaovaje? Very easy to deal na sickness ambazo ziko induced na demons. Very easy. Kwa ule ufahamu wa dhambi ulipoondoka tu akapokea na uponyaji wake muda huo. Mwambie jirani yako usitembee katika ufahamu wa dhambi. Damu ya Yesu imetosha. Mara moja kwa milele. Umeoshwa, umetakaswa, umekamilishwa katika Kristo Yesu. Dhambi za jana, za leo, za kesho na za hata milele zimeondolewa kwa hiyo damu. Zimelipiwa katika jina la Yesu. Amen. Kwa una amani na Mungu unatembea namna hiyo. Mapepo hayana chakula kwa mtu wa namna hiyo. Hayana chakula. Yanakula katika mtu kusikia hukumu na hatia ndani. Ndio mazingira mazuri ya yenyewe kukaa na cooperate. Lango la pili tumesema hofu. Hofu. Adui anakutengenezea mazingira tu. Weka mambo tu. Inaweza kaa kupitia kazini kwako. Inaweza kaa kupitia kwenye jambo fulani. Yaani upate hofu. Uwe mtu wa kuogopa. Mwamini hajaitwa mahali pa hofu. Mwamini hajapewa roho ya uoga au hofu. No. Roho tuliyopokea sio ya hofu, sio ya uoga. Wala imani yetu haizalishi hofu, kwa sababu hofu ni kinyume na imani. Hofu inavuta wingu la mapepo na jeshi la giza, wakati imani inavuta msaada wa kiungu pande wetu. Kila wakati tunapokubali hofu itawale, tunawapa mazingira makubwa mapepo cooperate kwenye maisha yetu. Tunampa mlango wa adui kufanya kazi zake kwenye maisha yetu. Kila wakati tunaporuhusu hofu itawale. Kataa hofu kwa gharama yoyote.
Na kila mafundisho na kila taarifa inayopandikiza hofu ndani yako, jitenge nayo, kuwa mbali nayo. Sio kila kitu ni cha kusikiliza. Sio kila habari ni ya kuipokea. Sio kila mazingira ni ya kuwepo. Mahali pana kujaza hofu, achana napo. Mtu unakuta ni mpendwa kabisa, anaangalia mamovie ambayo yanamjaza hofu. For what? Sasa ni nzuri. Unajua maana ya nzuri? You have to be choice. Lazima uwe najua kuchagua yapi unatoa sikio kwako na macho yako. Mtu anamaliza movie anatetemeka, analala kwa hofu, anaota mandoto ya hovyo hovyo, alafu anasema kwamba huyu akivamia huyu anategemea nini? Anamlaumu nani? Mtu anaona movie akimaliza hawezi hata kuomba. Amani haipo. For what? Unamaliza movie kusoma neno huwezi. Movie ilikuwa na makorokoro, mambo ya ajabu ajabu. Mimi najiulizaga, testi zenu wengine zikoje? Unaona movie mazombi, mabitu, yamekatika, wanatembea damu zinamwagika. Nyie testi zenu zikoje? Amwaski. Hivi ni kwamba kila kilicho kwenye market lazima na wewe uconsume? Kila kilichoweka sokoni kwa sababu zimetengenezwa ni movies, lazima na wewe uchukue? Hapo unasema naota ndoto nakimbizwa, utakimbizwa sana. Utakimbizwa mno. Lazima ubadilishe what you feed your mind. Kwa sababu huo ni ulimwengu. Akasema uko kwenye ufahamu, uko kwenye moyo, ndiko zitokako chemichemi za uzima. Maana life streams, nguvu, potential zako mbalimbali, abilities zako mbalimbali zina kina na chanzo kwenye moyo wako. Asema kweka umakini, linda moyo wako kuliko yote ulindayo. Milango ya moyo, macho yako, masikio yako ni milango ya moyo. What you are exposing yourself, what you watch, what you hear. Hakuna information ambayo ni neutral. Kila information ina athari yake, whether positive or negative. Chochote unachoingiza kwenye ufahamu kina athari. Hamna kitu neutral. Hamna kitu ambacho hii niliangalia tu na haina shida na mimi. Haina shida. Ilishaleta shida. Ilishaleta nini? Shida. Kwa nini uone? Yaani baada ya kuona nimepata hofu. Kwa nini uone? Yaani niliposikia nikatetemeka. Kwa nini usikie? In the first place. Why? Kwa hofu ni mlango wa mapepo. Hofu. Nimeeleka nilichokisema? Nini jamani? Hofu. Ukishinda hofu, umefunga mlango mkubwa sana. Kwa wakati mwingine, nenda kwenye maisha ya watu, hudumu neno la Mungu. Neno la Mungu linazalisha ujasiri. Ukihubiri neno hilo, watu wanafunguliwa. Kwa watu wanaweza kuwa huru, si hata bila kusema I cast out demons. Watu wanaweza kuwa huru kwa sababu wamepokea neno linalojenga ujasiri ndani yao. Amen. Na uleta amani ndani yao. Inaondoa chaos. Unajua ndani ya mioyo kuna moyo wakati mwingine umejaa fujo. Chaos ni kama bahari iliyovuma. Kuna fujo ndani. Unapeleka neno ambalo linaachilia amani ndani yao. Linawafanya jioni ni watu tena. Linawafanya jioni na thamani tena. Linawafanya waone wanastahili mbele za Mungu. Unaleta matulizo na mapepo yakai mahali hapo. Amen. Na aina nyingine za magonjwa zinapona automatically by default. Kwa sababu amani imeingia. Kwa sababu ujasiri umeingia. Mwili una respond. Hallelujah. Mwili unafanya respond. Wakati mwingine hata sio mapepo, mtu aliyejaa hofu anaweza kuumwa tu. Mnaelewa hiyo? Hofu ikijaa unaweza kutoa jasho linatoka, waenda kupima sawa, pressure iko juu. Anza kufuatilia hapa nini kimetokea saa, alipata habari mbaya. Habari mbaya ni mbaya kweli. Habari mbaya ni nini? Usipate habari mbaya. Na kama zimekukuta, ukuzitafuta. Habari mbaya ikija, una respond na habari ya Mungu, habari njema. Una respond na neno la Mungu. Nakumbuka tulifunza, nafikiri niliposoma lile how to be serious with life. Ilipo kwenye nini lipo, siniwe? Namna ya kuwa serious na maisha. Kasikiliza ile somo. Ili kusaidia mno. Namna ya kuwa serious na maisha. Habari mbaya unaweza usizitafute zikakufuata. How you respond. Namna gani unaitikia wakati watu wanaita habari mbaya kwenye maisha yako. Habari mbaya kuhusiana na biashara yako. Habari mbaya kuhusiana na mchumba wako. Habari mbaya kuhusiana na mume wako. Habari mbaya kuhusiana na watoto wako. Habari mbaya kuhusiana na fedha yako. Una respond vipi? Watu wengi wameangamizwa mahali pa habari mbaya. You have to know how you deal.
Namna gani? Kwa sababu ni mashambulizi ya adui. Namna ya kushinda mashambulizi ya adui. Wewe unafikiri kwamba wanataka tu kuambia ukweli. Si issue kinacho hapo sio issue ya ukweli. Moyo wako unatafutwa. Unaelewa ninachosema? Moyo wako, usalama wako unatafutwa, future yako inatafutwa. Usiuze future yako kwenye habari mbaya. Sasa unajua ni kwa sababu ni ukweli ndio maana imebidi tu aseme. Nani kakwambia kwamba ukweli wowote unasemwa? Who told you? Niwaulize swali. Miriam na Haruni walikuwa wanasema ukweli kuhusu Musa, walikuwa wanasema ukweli. Ni ukweli. Kuna watu ingawa wanaona kama wao ni nani? Agents of truth. What is it your place? Ulitumwa. Ni kweli. Kwa hiyo inabidi tuseme ukweli. Watu wamekufa njii kwa kujifanya wanasema ukweli. Be careful. Unaacha ugali hivi unaona. I tell you. Sio kasema sijakwambia. Utaacha ugali, utaacha mke, samahani. Utaacha mke wako mrembo na jamaa lingine linachukua hapo safi. Maisha yanaendelea. They move on. Yaani ukizikwa tu anachumbiwa mwezi ujao. Wengine wanaomba namba siku ya msiba. People do you think they care? Wewe nenda tu kwa kujifanya wewe ndio mwanaharakati wa habari za kweli. Know your place. Tell your neighbor know your place. Kweli wewe ni agent hiyo kweli. Nani kakuweka? Who put you there? Ni kweli Musa amechukua mke wa nini? Yaani leo ni kama hivi. Leo kama hivi. Si tumeokoka hivi, si ni wewe? Mchungaji wewe nimeokoka hapa nampenda Yesu. Nina mke wangu mpenzi yuko pale, sio? Naenda kuchukua mwanamke mwingine asiyeamini. Ndicho alichokifanya Musa. Wasioamini, yani wale mataifa wale ambao jamaa kaenda akatoa mke kule. Alafu Miriam na Haruni wakapata wivu mkubwa sana. Sasa haiwezekani. Amefanya tofauti na maelekezo. Maelekezo yenyewe nani aliwapa? Maelekezo yenyewe nani aliwapa? Musa huyo. Perele Mungu akawa njoo. Nini? Mnaongea nini? Ni kweli. Mungu hata kuongelea ni kweli ama sio kweli. Akasema tu, ukiwa na nabii kweli, tusema naye kwa maono. Lakini sio mtumishi wangu Musa. Naongea naye ana kwa ana. Ondoka hapa. Alafu yule aliyesema ndio anaenda kuombea rehema hii apone. Pigwa ukoma mtu. Know your place. Tell your neighbor know your place. Jua mahali pako. Sio kila ukweli wewe ndio kalia wake. Wewe umeacha kuhubiri habari njema za ufalme, unahubiri habari za ajabu duniani. For what? Know your place. Kwa kuna namna ya kurespond na habari ngapi? Mbaya. Kwa sababu habari mbaya ni mshale uliorushwa kimakusudi kwenye moyo wako. Hakuna kitu cha bahati mbaya. Ni mshale uliorushwa kwa makusudi kwenye moyo wako. Know how you defend yourself na mishale ya namna hiyo. Jifunze. Lakini ni kweli ndio. Jifunze ni kweli, sawa, umeipata hiyo kweli. Haya. Sasa unabakije salama sasa? Hapo unatakiwa uwe imara sasa. Ujue sasa namna gani unapangua ubaki salama. Maana ukweli umekuja ndio. Na ukweli huo ni devastating. Kwa sababu truth, not all truth is healing. Sio kila ukweli unaponya. Ni kweli Ukweli mwingine unafanyaje? Unaharibu. Ndio maana kwenye serikali, wataalamu wa mambo ya serikali, kuna taarifa zinaitwa classified information, si ndio? Taarifa za asili. Ni za kweli ndio. Ni za kila mtu hapana. Tuko pamoja? Ni za kweli ndio. Ni za kila mtu hapana. Kwa hiyo watu wa level hii wana access hizo taarifa. Watu wa level hii hawa access. Watu wa level hii watapata za namna fulani. Hawa hapa hawapati za, zimewekwa, zinafichwa. Kuficha ni hekima ya kimungu pia, kuficha taarifa. Mnajua hilo? Hawa mjui. Wanasema mpumbavu ufunua nini? Siri. Pelele. Ukisha kuwa na rafiki pelele. Wewe uko na lango la kuzimu karibu sana. Mtu anaongea sana. Pepe. Ni kweli. Pepe. Akitoka hapa pepe. Ukimuuliza lakini ni kweli. Who sent you? Nani aliyekutuma? Kuongea, unaongea. For what?
adui anamtumia kwa wepesi sana mtu pelele. Hifadhi maarifa, hifadhi siri, hifadhi mambo ambayo umekabidhiwa, mambo uliyoaminiwa. Mtu ni rafiki yako, kakuamini na mambo, hifadhi mambo hayo. Hata mmegombana, integrity, uadilifu ni kwamba hata nimegombana au hata huyu mtu sio rafiki yangu tena, lakini mambo aliyoniamini wakati wa rafiki wangu siwezi kuexpose. That is integrity. Lakini ulimwengu wa leo tunaishi na watu sio tu average, below average, substandard of human beings. Yaani mlikuwa marafiki mkagombana. Unaanza kuishi, Mungu wangu nimeisha yale mafaili. Yesu wangu. Watu wanapolia kuhusu rafiki kuvunjika, usije kafikiwa wanalia na mengi. Kuna mambo anakumbuka. Wengine ni wapenzi leo. Yaani anaamua kung'ang'aniwa endelee kuwa wapenzi. Sio kwa sababu anaona uhusiano huu una faida. Anasema hili jamaa anavyoliona, nikiachana nalo mafaili yangu yote Instagram. Kwa sababu watu wengi hawana uadilifu ambao tu ni minimum. Unajua kuna uadilifu ambao ni kiwango tunaita tu nini? Minimum. Hata sio maximum. Kwamba mambo niliyoaminiwa, mtu ameconfide na mimi, yanapaswa kubaki hivyo wakati wote. Tuwe kwenye good terms ama tuwe kwenye bad terms. Kinyume na hapo inaitwa usaliti, na wasaliti hawaishi vizuri. Hawaishi vizuri, hawamaliziki vizuri. Yaani msaliti yoyote mwisho wake nini? Ni mbaya. Unaweza kaenda kwenye Biblia ukamwangalia Ahithofeli, unaweza kumwangalia Yuda na wengine wengi. Wasaliti sehemu yao ni jehanamu ya moto hapa duniani. Mnaelewa ninachokisema? Cheli wanaiba, mimi siko kwenye fungu hilo. Sio msaliti wa ndugu. Mwambie tena. Be a good friend. Amen. Be a good friend. Marafiki wengine sio hata ni marafiki, sio ni vitu gani tuweke kwa jina. Bado ni marafiki lakini taarifa zako anazipeleka na what is this? Wazee wametunga msemo, anasema hana koromeo. Anasema friji lake aligandishi. Friji aligandishi. Vimiminika tu. Yaani mwambie, ukimweleza, sasa tulikuwa na principle moja wakati fulani kwa sababu kuna jambo nataka liwafikie watu wengi, tutafanyeje? Ndio wewe mwambie fulani tu. Yaani ni poster. Yaani when you tell him bweni lote, hostel yote imepata information, imeisha hiyo. Kwa mkitaka kufanya decoy, kwa namna tunafanya, tukitaka kuwazunguka washindani wetu, tunaachilia habari fulani inakuwa kama siri. Ambayo mshindani wetu akiiona anafikiria ni deal, si ndio? Sasa tunaiachaje ili yule yone kama amepata taarifa ya siri, tunampa yule ambaye tunajua ni kimeo. Inafikia basi unapinzana, unaona umechukua bonge la information, umepata mzee, kodi umeisoma hiyo. Kumbe imepangwa tu hiyo mzee. Wanatembelea huko wanakuta sisi tuko kwa hivi yani safi. Huwezi kuwa poster, wewe unajulikana kama poster. Kitu kibaya kama nini? Hallelujah. Kwa hiyo hofu ni lango mojawapo ambalo adui analitumia kuwashambulia watu. Anaweza kuanza kukupa mandoto ya ajabu ya nini kukujaza hofu tu. Hutaki kuogopa ndoto na kutisha, weka kwenye dustbin. Ifute, inarudia usiku, amka, tangaza, mwambie shetani sitaki kuona hii ndoto tena. Wala hiki kichwa sio dampo la kutupia matakataka yako. Unasimama, you stand your ground. Wewe ni mtu, unajua kuna watu wengine wanaona kama wanaogopa hata kusema na shetani. Sasa unaogopa kusema na shetani, utasema na nani? Kama tu shetani unaogopa kusema na nani? Sababu shetani ni chini sana ya mwanadamu. Wewe unaogopa kusema na shetani, utaongea na nani? Mwambie shetani, nimeuona ujinga wako na mipango yako na mbinu zako. Mimi sio mjinga. Upuzi unanionyesha kila usiku, unaniletea mapicha na makorokoro. Mwisho leo umemaliza, unalala kwa amani. Hadi mtu anamka, jasho linamtoka, anatafuta manabii 10. Wote anawaambia. Yaani huyu anaamini vizuri, hata anaona hajatosha, anamtafuta nabii mwingine. Unaenda unajazwa na ibilisi. Niliwaambia wiki iliyopita, ukishaanza tena kuzurura kwa hao watu sasa, anasema nimekupata mahali nilipotaka. I've got you where I needed you. Kwa amekupiga ile tukio, alafu anakusubiria kwa nabii. Kule kwa nabii sasa ulikoenda kuuliza maana ya ndoto.
ndio anaenda kukumaliza sasa. Maana ya ndoto. Wote walioota ndoto kwenye maandiko, wote walioona maono kwenye maandiko, hawakwenda kuuliza maana. Ni mfalme tu Nebukadneza, mtu ambaye hakuwa na uhusiano na Mungu, na aliuliza habari za nini? Kila aliyepokea maono alielewa maana yake. Kila aliyeota ndoto alielewa maana yake yeye mwenyewe. Wewe muamini unaenda kuuliza ndoto na maono, unatokea wapi? Na una roho Mungu ndani yako. You are not serious. You are not what? Serious. Unakuwa mteja wa vitabu, maana za ndoto. Wewe kwa kweli unatakiwa uibiwe tu, kwa sababu ujinga wako umepita kiwango cha kawaida. Unanunuaje kitabu cha ndoto? Nimewaambia, kitabu cha ndoto kinakupa formula. Isn't it? Ukiona tembo ina maana hii. Mimi najua tembo ni mnyama porini. Ni kweli ama si kweli? Tembo ni nani? Ni mnyama porini, mbabe fulani. Simba wenyewe wanampita tu, wanamwangalia hivi, jamaa linatembea zake tu. Anaga yani wala halina hofu. Yaani katika wanyama ambao wanakaa kwa amani porini ni tembo. Nani anamsogelea bwana tembo? Yule jamaa alipo zake. Chui wanapita zao. Unajua huyu sio nyama. Nataka kufa, sogea hapo. Unaona kitu yuko zake na maisha yake. Mimi namfahamu tembo na mimi. Unaambia tembo, matembe kiwa yana nini? Hayo ni mamiungu ya ukoo. Blaza. Achana na vitabu vya ndoto. Teli wanaiba, achana na vitabu vya ndoto. Vitaharibu kichwa chako, vitakujaza hofu. Unakuta mpendwa Mkristo anasoma kitabu kimeandikwa siri za Freemason. Wewe unataka kuwa Freemason? Unajua kuna watu wanatafuta matatizo wenyewe. Yaani anaenda kuyatafuta kwa hela, ananunua kitabu siri za Freemason. Au vile nilivyokuwa mchawi. Sasa nataka nipate kujengwa nini na habari za ulivyokuwa chawi. Makanisa mengine wanachukua watu, wanawaweka masaa mawili, wanawaambia kanisani shuhuda za kazi za walizokuwa wanazifanya kuzimu. Huyu mtu amechanganyikiwa, anahitaji msaada. Akili yake haiko sawa huyu. Huyu mtu ameamini, anatakiwa ingie kwenye darasa la waamini, afundishwe Yesu, sio kushuhudia mambo ya uchawi. Huyu mtu anatakiwa kusaidiwa neno la Kristo, asahau hayo makorokoro kabisa, amuone Kristo katika nuru yake. Yeye ndo anaanza kwa mtumishi, anatembezwa kila mkoa kushuhudia alivyokuwa. Anasema alikuwa alikuwa katibu wa shetani. Yeye mwenyewe kadanganywa. Wewe katibu wa shetani wapi? Wewe na mtu unakuta Mkristo amekaa anasikiliza mtu anasema alikuwa katibu wa shetani. Wewe si hata utakuwa na namna gani? Katibu wa shetani. Yaani shetani ana secretary. Nataka nikuulize wewe, kama una akili timamu, unaelewa, unaamini habari kwamba shetani ana secretary. Kazi ya secretary ni nini? Niambieni basi. Kwa wanachukua notes. Some people, sasa nilikuwa katibu wa shetani. Naambia ukikuta mtu anasema mimi katibu, chapa makofi kidogo. Tunaambia tulia, wewe sio katibu wa shetani. Wewe unaitwa Christopher Nyelele. Unatokea Tabata. Tuko pamoja, nimetolea mfano. Haleluya. Tuko pamoja. Unamueleza wewe ni fulani, ukoo wako ni fulani, wewe sio katibu wa shetani. Anza kusema mimi sio katibu wa shetani. Unamwambia rudia mara 20. Tuko pamoja? Unamwambia rudia mara 20. Akirudia mara 20 sasa kweli mimi sio katibu wa shetani, sema huyu mtu adui amepiga kichwa chake. Wakati watu wanatoa mapepo watu, eti roho fulani anakuja sema mimi ni shetani mwenyewe, Lucifer. Yaani kuna mapepo yana mikwala nyie. Tunatambia lenyewe ndio ni shetani lenyewe limekuja, yeye ndio Satan. Ili muogope kama shetani mwenyewe amekuja. Shetani mwenyewe ameleta kazi zote, amekuja si shetani. Kutetea ngome yake. Hii dunia ina mambo hii. Bahati nzuri zake tunajua mashetani wako wengi tu. Wewe unamuuliza wewe shetani wa rangi gani? Niambie wewe unatokea huko gani? Imeisha hiyo. Hakuna special wote. Mimi si ndio yule mwenyewe wa wapi? Wewe toka nenda zako bwana. Mwenyewe nini? Hofu ni mbaya. Mwambie nako hofu ni mbaya. Kwa unatazama nini? Unasikiliza nini? Unapokea habari gani? Ni muhimu sana. Maisha yako yanaweza kubadilika usiku mmoja kwa taarifa moja mbaya tu. Amen. Kwa
Kwa sababu kila taarifa inaenda kutengeneza kitu fulani kwenye moyo, ambacho mambo mengine inawezekana kabisa utakavyokuwa unayaona, utayaona kwenye lenzi ya hiyo taarifa, utaelewa kwenye lenzi ya hiyo taarifa. Tuko pamoja? Maana yake tayari ni kama umeshategewa kwa mahali ambapo wewe sasa umekuwa programmed, utafikiri namna hii, utawaza namna hii, utasema namna hii. Tuko pamoja? Kwa lazima ujue how you punch out hizi taarifa mbaya, namna gani unaishinda, namna gani unaidhibiti. Kwa sababu mapepo kama nilivyosema, kumuonea mtu sio lazima uwe unalipuka. No, hicho ni kiwango cha chini cha uonevu wa kipepo, ambapo mtu analipuka, anapagawa pepo. Ni kiwango cha chini. Sema kiwango cha chini. Ndio maana watu wengine wanawaambiaga, nasikia sentensi hizi, Mike ana tajiri analipuka mapepo. Mmekusikia hizo sentensi? Na kwa haraka, si kweli? Matajiri mara nyingi hawalipuki mapepo, isije? Kwa haraka, si kweli? Unafikia wana uonevu wa kipepo. So you understand. Kwa vipepo kwanza ambavyo havina akili ndio vinapiga kelele ndani ya watu. Ni ranki ya chini sana ya mapepo yanayopiga akili. Kwanza ukikikuta kama hicho, si hata nisemeje hapa uelewe, yani nyie watu. Nisemeje uelewe? Yani pepo linalopiga kelele. Linaoperate kwenye kiwango cha nini? Cha chini sana. Yale madude ambayo bwana yana intelligence, hayanaga kelele. Na anadili na watu kwenye mamlaka, watu wenye wanaojiona wanajielewa, watu wanajiona wana exposure, watu wanajiona sio, yanajua jinsi ya kuwanyoosha na hawatajua wamerogwa. Ndio sasa hivi unajua mimi nakwambia, unaweza kumnyooshaje adui yako vizuri kama unakuwa anajua kabisa ananyooshwa. Si unajua ni atashtuka haraka Yale madude yana akili ya kushughulika na maisha ya watu. Hawaelewi kama adui anawashughulikia, wanasema it's just life, you know, things do happen. Kumbe ni adui ndio anawatenda. Ndio anasema. Na hawa watu ndio wale wakiingia kanisani, adui jinsi ambavyo alishawaweza vizuri, anasema oh Lord, thank you daddy, thank you thank you thank you for blessing us, oh Lord, thank you. Yeah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Basi wanaona kwamba wao sasa wana kiwango cha juu sana cha uelewa wa Mungu, na hawana shida za kuhitaji wa supplicating prayers. Wanafikiri kwamba kuomba kwa mzigo ni unyonge ama ni kukosa akili. Bwana wako aliomba kwa mzigo na machozi. Yesu, Mungu katika mwili, aliomba kwa mzigo na machozi, mpaka jasho la damu. Aliomba maombi yanasikika. Aliomba mwili wake unashake na kutetemeka. Aliomba anapiga magoti kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Alafu somebody here anafikiri ana exposure sana. Ni mapepo. Ni manini? Majini yameshamtriki kwenye mind. Kwa anajiona basi yani yeye akiangalia hivi anaona, you know, some people they don't know God. They don't know God. God doesn't like shouting. Asa Mungu hataki apendi nini? Well, you have to shout for God to hear. Ndugu zangu, unaonewa na shetani. Unafahamu? Ni uonevu wa kipepo. Namna wanaonewa Uingereza na mapepo, ndio watu wanaonewa na Nigeria. Ndio anasa. Mapepo yenye akili yanajua jinsi ya kushughulika na watu ambao wana nini? Wana akili. Kama watu wana akili, unadili nao kwa akili. Wale wajinga sana, na wenyewe unatafuta namna ambavyo unaweza kudili nao. Wewe angalia kwenye nchi kama zetu. Ambao utamaduni, watu wameishi kwenye utamaduni wa kwenda kwa kienyeji, wanafungiwa makorokoro, mapewa mailisi, wanafanya ndio wamekulia hivi. Ibilisi akitaka kuzuia na watu washughulike nao. Simple. Maisha rahisi. Hata kanisa kitaka kuvamia na wasijue limevamiwa, ni rahisi kabisa, kwa sababu anajua kabisa hawatagundua hawa kwamba hapa wanashughulikiwa. Hatagundua. Tuko pamoja? Jambo la tatu leo nataka kusema na wewe. Mlango wa adui mwingine. Si ndio ni shelo yako mengi. Makwazo. Sema makwazo.
Yaani ukitaka tu wewe unaonewa sana na mapepo, wewe kuwa mtu ambaye unapenda kukwazika. Unajua kuna watu ni kama kabisa wanapenda kukwazika, alafu wanafikiri ni sifa. There are people who feel good ambapo wanaonyesha watu wamekwazwa. Ni kama wanapata sense of feeling important. Si important, yaani unajisikia kama unajisikia umuhimu pale akiwawekea mazingira ya kwamba mmemvaeje. Ngoja niwaambie kitu. Mimi nafikiri, ninawaza pia katika utafiti wangu, kwa hii sio Biblia, ila katika kutafakari kwangu pia maisha, watu, psychology, nafikiri watu wengi ambao wanataka kuwaonyesha watu wamewakosea na waombe msamaha na watengeneze nao na wafanye nini, mara nyingi kwa mara ni watu ambao hawana relevance. Nikisema relevance inaeleweka. Yaani hawana umuhimu, au hawana niseme nini? Hawana mambo ambayo yanawafanya, yanawaposition kwenye jamii na wao wakajiona ni watu katikati ya watu. Unaelewa hiyo lugha? Sasa kwa sababu hana relevance hiyo, yaani ni useless kwa lugha nyingine. Mimi nakwambia usema kama kile unaweza kuwa useless. Na unajiona kabisa kwenye jamii ya watu ulionao hakuna kitu bora unachochangia. Amen. Sio kuwa useless. Sio kuwa useless. Mwitiki. Nitakueleza vizuri. Twende taratibu. Sasa when you find yourself kwenye position ambayo you are useless na hauna akili ya kujifanya useful. Amen. Hauna akili ya kujiweka kwa mtu mwenye faida katikati ya wengine. Yaani kwenye kampani yako wewe hakuna kitu ambacho kinakufanya watu waseme tuna mtu hapa. Amen. Kwa hiyo silaha unaoanza kuiinua sasa ni ya kufanyaje? Amenikosea. Yaani watu waanza jamani pole. Sasa yani unataka kuwaleta blackmail. Yaani ni kama unawawekea mtego ili kwa namna moja au nyingine wajisikie kuwajibika kwako. Amen. Ni ugonjwa. Mwambie jana yako ni ugonjwa. And the devil is doing it. Shetani tayari anakuonea. Kwa sababu mtu anayekwazika hana furaha. Mtu ambaye anaweka makwazo ndani yake hawezi kuishi kwa ushindi, hawezi kutembea kwenye potential na ability zake. Kama kuna kitu kwenye maisha haya unatakiwa kukiepuka, kisizidi lisaa dakika, ogopa kutembea kwenye makwazo. Kataa. Choose walking in love. Chagua kutembea kwa upendo. Dawa moja wapo tu tunaambiwa katika maandiko kuhusiana na makwazo, choose to walk in love. Tembea kwa upendo. Wamekuomba msamaha, hawajakuomba msamaha, choose to walk in love. Forgive, go on. Nimesemaje? Forgive, go on. Watu ni watu tu. Yaani people are just people. We people are people. We will do you something. Yaani sisi kukosea tutakosea tu. Ndio maana na scripture imekwambia makwazo hayana budi kuwako. Manake it's an order. Yaani hapo tu kwenye interaction na wanadamu watu watakoseana tu. Watu watakukosea tu. Kwa sababu tunatofautiana uelewa. Hivi unajua tu gap ya uelewa inaweza ikafanya ukwazike wakati huyo mtu akwa anakukosea. Au hamjui? Gap ya understanding. Huyu anaongea hapa. Huyu yeye uelewa wake ni hapa. Huyu anapoongea hapa nafikiri huyu anamuelewa. Kumbe huyu anaona yani huyu amenichukulieje yani kwa mfano. Kumbe akili ni nini? Ndogo. Na naweza kabisa kudhubutu, safely saying, mtu anayekwazika mara nyingi akili yake ni ndogo sana. The more you develop, unajiongeza, unajiboresha ufahamu wako, unapunguza kiwango cha kukwazika. Automatically kuna mambo mengi ya kukwazi tena. Automatically kuna namna tu ambavyo, kuna vitu ambavyo mwingine angekwazika wewe wala una akili. Mwambie jana yako kuwa na akili za kutosha. Mmoja aliniuliza kaniambia nifanyeje nipunguze kukwazika. Nikamwambia ongeza akili. It is simple.
Unaweza kuongeza akili kwa neno la Mungu. Unaweza kuongeza akili kwa namna nyingine pia. Ongeza akili, simply be intelligent. Kuna watu kwa kwanza ni kazi sana because wana akili. Wewe mtu anasema wewe ni nyani. Unaanza kukasirika. Wewe utakuwa na akili. Ani waulize tu. Mtu amekwambia wewe nyani. Alafu kakasirika. Utakuwa na akili? Una akili kwa sababu wewe unajijua ni mtu. Mtu anakuambia nyani unakasirika. Wewe una shida. Sasa anasema kwamba kichaa anafanya nini? Kichaa, unasema kichaa anafanya nini? Hapana, acha nabaya kuchekesha. Kuna namna kichaa na behave. Wewe mwitikio wako ndio unaonyesha kwamba wewe ni kichaa zaidi kuliko hata yule. Chukua nguo zako akatoroka, ukaanza kumkimbiza. Imagine. Unaanza kukimbiza, mtu aliondoka na nguo zako. It seems something is wrong somewhere in your brain. Something is wrong somewhere. Something is wrong. Lazima mtu uwe vizuri. Kwa sababu kiukweli ni kwamba kwa nini umekwazika? Hebu sasa tulia hapa sekunde moja ujize. Kwa nini ni kwazika? Yaani sababu ya msingi ni kwazike ni ipi? Anasema walinitreat vibaya. Moment unaanza kuona you were mistreated, the devil is dealing with your mind. Kwa sababu maana yake ni kwamba umeshajichukulia mahali fulani hivi. Na una expectations kutokana na hivyo ulivyojichukulia wewe. Na unataka watu wote wakuchukulie hivyo. Kwa wasipokuchukulia hivyo, kinakuuma, kinakukela, kinakukeleketa. Unaondoka umenuna, unasema sirudi tena. Kila kitu kinaanzia wapi? Unavyo define, unavyotazama mambo hapa. You can change. Unaweza kaamua kulia. Kulia kwenyewe unaweza kama nilie ama nisilie. Watu wanafikiri hiyo haiwezekani. Ndugu, mtu yuko kwenye msiba, analia. Kuna jambo linatokea, anaacha kulia, anaangalia kwanza. There are a lot of things we can manage ourselves. We are in control. Say I'm in control. Ninaweza kuamua kukasirika ama nikaamua kutokasirika. Hivi unafikiri Biblia iliposema hasira ukaa vifuani mwa wapumbavu, walikuwa wajinga wale, hawaelewi. Mungu aelewe anacho inspire. Hasira ukweli ikikaa kwenye kifua, maana yake umeamua kuwa mpumbavu. Kwa sababu ni adhabu unaojipa kwa makosa aliyofanya mtu mwingine. Mtu mwingine amekosea. Wewe ndio unajipa adhabu. Unajaa hasira. Hivi lakini unaweza kaamua kutojaa hasira. Unajua unaweza kaamua. Sasa kwa nini usichague kutokuwa na hasira? Kama ni choice, kwa nini usichague? Unashindwa wapi? Ego. Tatizo kiburi kiko juu mno. Watu tunaishi na viburi. Tunataka kuprove a point. Nataka kujihakikisha kwamba wanijue mimi nani. Nataka wanielewe. Wewe una shida gani? Kama una uhakika na wewe mwenyewe, inakupa shida gani watu wengine kama hawakuchukulia namna hiyo? Niwaambie ukweli. Hata wakati ambapo watu wanajifanya hawakujui wewe ni nani, deep inside themselves they know who you are. Ni kweli ama si kweli? Watu wanapokumisititi ni mshale tu uliorushwa kwako. Wewe unaona ni wanadamu, nyuma kuna jeshi la pepo wabaya linakuinda nafsi yako wewe. Issue sio wao. Issue ni wewe unatafutwa. Kwa hiyo wanakutendea mambo ambayo yakufanye kutrigger kitu negative ndani yako. Wao wanaondoka wanafurahi wanachekelea. Wewe ndio unabaki una maumivu. But you know who you are. Wewe jana kujua tu wewe ni nani. Inatosha. Amen. Siku moja pasta wangu alimwalika mahali kwenye kwenda kuhubiri. Akawa ameenda na rafiki yake. Tuko pamoja? Ni mhubiri aliyekuwa kwenda kuhubiri. Tunafahamu wahubiri wakialikwa kwenda kuhubiri bwana. Sasa yeye amevaa kawaida tu. Sasa kule Nigeria kuna yale mavazi wanaita agbada. Unayajua? Yule jamaa yake kama ametupia yale madude ile kichefu ile na fimbo ile. Yuko vizuri. Mzee alikuwa tu simple na kaburi yake nafikia hata kitambi kilikuwa kijakuja vizuri baadaye kwa hiyo wameenda. Ashas kama unavyowafahamu. Ashas wengi hawako katika roho nasikitika lakini sio katika kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ashas wakaona huyu ndio man of God. Wakamchukua ile mwenye ibada yake nini? Wakaja kumweka na wewe akamwekea na nini jamaa vizuri akatulia zake pale. Sawa. Basi yeye akakasaka nyuma. Comfortably. Kwani si anajua jina lake?
Au ajui jina lake? Also now we welcome dear minister Pastor Chris Seguno na Inka. Huyu mtoka zake na Biblia kutokea pale nyuma anaenda kuuliza. Ndio watu. Yeye ana shida, anajua yeye ni nani. Sasa mtu fidodido. Mtu fulani sasa. Hilo linafanya akalani hilo kanisa wiki zima na kutangaza jinsi ambavyo wale watu hawakumheshimu. Wewe nani? Mungu mwenyewe hajaheshimiwa duniani. Wewe nani? Muulize jirani yako, who are you? Sometimes punguza umuhimu wako kwenye maisha ya watu, utaishi vizuri. Una wakati umejipa umuhimu mkubwa sana, ndio maana unakuazika mno. Yaani wewe umejichukulia mahali ambapo watu wenyewe hawajawahi. Be yourself. Be yourself. Unakwazika. Unashindwa hata kufanya kazi yako, umekwazwa. Unashindwa kuomba vizuri, umekwazwa. Unashindwa kuandika sini paper, thesis project, umekwazika. Risali moja lokaa kwenye kwazo ni mlango mkubwa sana wa shetani kukushughulikia kwenye mambo mengi. Atakupa mawazo mengi ya ajabu. Wewe ukikwazika, mimi naambia nyenye, ukikwazika akili yako sio yako tena. Ukikwazika unasikiliza maneno ambayo hajasemwa. Mtu anaweza kama anasema na wewe maneno fulani. Kwa sababu una offense, umekwazika, unachosikia ni tofauti. Na ndio maana pia kama ndugu yako amekosea, maliza naye mapema. Kwa sababu ukiacha ile kwazo limeisha, kesho na kesho unapokutana naye, judgment yako, uelewa wako uko na msingi wa lile nini? Kwazo. Leo anaweza kama amekuja vizuri tu. Wewe unavomsikiliza, unamsikiliza kutoka kwenye ile kwazo. Kwazo alimwachi mtu salama. Dili na makwazo mapema. Kama hujafikia umri wa kwamba watu wanakwaza na unaacha na uhitaji vikao, basi hakikisha kikao kifanyike haraka mmalizani. Amen. Unajua kuna watu ambao ni lazima tukae kikao. Aeleze hapa na mimi nieleze. Tuko pamoja? Sio mbaya, ni level na yenyewe. Amen. Kwa sababu kuna aina ya mambo yasipoelezwa kesho na kesho kutwa, bado kuna mambo yanaweza sio yanatendeka sawa. Lakini kuna vitu vingine huwa vihitaji hata vikao, ila watu wanataka vikao. Hiyo ndio level ya kijinga. Mambo yasiyohitaji nini? Vikao. Unaweza kaenda above there. Mambo mengine unaweza kaacha tu na wala uweki moyoni. Kwa sababu watu ni watu watakosea tu. Ukitaka uhesabu kila kitu utakufa haraka. Unataka kuishi zaidi duniani? Punguza kuyaconsider sana mambo. Mtu anakaa usiku mzima anafikiria kazi kabisa. Yaani hakuna vitu. Kwa hiyo ndio ikawa hivi. Amenionaje huyu? Anapakua, anakwenda mbele, anarudi nyuma, anajichochea, anajiresi. Mipango miofu na adui anakuja kwa yes, yaani wewe unipendi kabisa. Hawakupendi, wanakufanya hivi. Watu wanaojinyonga hawatokei ghafla. Inaanzia kwenye nini? Kwazo. Kakwazo kadogo ni mlango. Adui anaanza kusema, uko wenu wote. Hakuna anayekufikiri wewe. Uko peke yako. Shumona hata juzi yule alipopita baada ya kusalimia. Hata walipoita watu walipotoa taarifa ya msiba, wewe ukuambiwa. Kumbe watu namba yenyewe walipokuwa anakujaza unajaa kifua. Unaona kwa mimi sifai. Ngoja. Hivi ukijiua umemkomesha nani? Hii dunia hii haisimami ukifa. Inasimama. Ofisi unaofanya kazi endelea kufanya kazi. Mahali sija watu wanaendelea, yani wanasahau the day wamekuzika, habari zako zimesahaulika. Sio muhimu kiasi hicho. Wewe unapaswa wenyewe ujitambue, una kusudi na mpango wa kutimiza duniani. Uwe na wivu katika huo. Usiishi kwa ajili ya mtu mwingine, kwa maana ya kwamba you can't live without him or her. Unapaswa ujue kwamba unaishi kwa ajili ya kusudi la Mungu. Unajali hilo, unathamini hilo. Unawapenda watu, huku ukihakikisha kabisa unajilinda moyo wako kuwa salama, kutobeba makwazo yatakayofanya uwezo wako wa utendaji ushuke chini, mtazamo wako uharibike. Unaishi above that. Baba jana naishi juu ya makwazo. Katika jina la Yesu. Sitakubali adui anione kwa sababu ya makwazo. Katika jina la Yesu. Nachagua kutembea kwa upendo. Nachagua kusamehe katika jina la Yesu. Mambo trivia usiyafanye kuwa big issues.
Trivial matters, vitu vile vidogo vidogo. Wamekuja nyumbani kwako, hawajavua viatu, unabaki umenuna siku nzima. Una akili kweli? Atuulizane tu, una akili? Watu wamekuja nyumbani kwako, wametembea kwenye mvua huko ya mkini, wakaingia tu. Unajua watu tumekuwa tofauti tofauti, baba assembleni na matope yao. Wameondoka, umefura, si uchukue tu deki potea na endelea maisha yako. Watu unawabeba kwenye moyo. Nini? Waliingia ndani bila kuvua. Akili ni ndogo. Mwambie jirani yako, ukifanya hivyo akili ni ndogo. Kwa nini utembelee level hizo za kijinga jinga? Mtu unakuwa offended kwenye mambo ya kipuzi tu. Kuna watu wanakasirika na vitu vingine mpaka unajiuliza, ni hilo alikasirika unabaki tu hivi jamani, sisi tutaishije sasa? Hoje kuna namna mtu anakaa mkao hadi watu mnaogopa namna mseme nini mbele yake. Yaani mnajipanga hapa sasa. Si niseme kwa hivi, si hivi vitampendeza, si atafly, si atalipokeaje. Yaani mtu amekaa kama yai. Yaani yai lenyewe ni la nguvu, ni gumu. Sio amekaa kama kitu gani. Yaani ukimgusa kidogo utapoteza madili, utapoteza mambo ya msingi, kwa sababu watu wakishagundua unakwazika kirahisi, wanafanyaje? Wanarudi. Hakuna mtu anataka kuwa kwenye makesi na wewe kila wakati. Watu unakuwa unatoa negative energy. Hebu kuwa mtu yule mwenye positive energy. Hebu sema positive energy. Yaani watu wakija kwako wanaweza kuwa huru katika kwa sababu watu wakati wote tunaweza kukosea kwenye kuongea kwetu. Zidi. Tunakosea kwenye kuongea kwetu. Tunaweza kukosea katika tukaji kwako na fulani. Namna ukitengeneza maisha ambapo una accommodate, you are accommodative, yani unachukulia sana. Watu wanakuwa huru, na unaweza kufahamu watu vizuri wakiwa huru kwako. Kwamba hawajikagui sana wanavyoongea, hawajikagui sana wanavyotembea, na wanajisikia salama. Wewe unaanza kuwa mtu ambaye utafanikiwa sana. Social intelligence iongeze katika jina la Yesu. Social what? Akili ya kijamii. Si mtu mgumu kuishi naye. Tengeneza mazingira ya kuwa mtu rahisi watu kukufikia, mtu rahisi watu kuzungumza na wewe, mtu rahisi watu kusema umekosea. Watu wanaogopa hata kuambia hapa nikianza tu kusema yule si mnamjua. Anaweza kugeuza maneno tukaona tukae kimya. Unaingia kwenye mashimo kwa sababu mtu mwenyewe ufikiki. Likiongelewa hivi umegeuza. Kwa hiyo tunasema tu kwamba ndugu yangu, huku na kuelekea sio kuzuri. Aliyowafanya mwe monitors kwenye maisha yangu. Kwa umekuwa unanifuatilia na baba. Watu siwe nini? Let us find our own peace. Unabaki unaishi kama kisiwa. Lakini mtu wa Mungu ametengeneza awe mtu ambaye ni kituo. Watu wanaweza kupata faraja kwake. Watu wanaweza kupata amani kwake. Watu wanaweza kukimbilia kwake anytime. Be accommodating. Mwambie jirani yako uwe mwenye kuchukuliana na watu. Makosa yao madogo overlook. Amen. Makosa madogo achilia tu, overlook. Sio kila kitu unakichunguza. Wanasema Waswahili ukimchunguza sana bata huwezi kumla. Sasa sisi wengine wote humu ni bata humu. Ukichunguza mno huwezi kuishi na sisi. Ukikaa vibaya ukiwa na akili ndogo, kichwa cha mtu tu kinakukwaza. Yaani kichwa chake nikiangalia unakwazika. Mimi nakwambia. Yaani sipendi anavyopumua. Wewe ni pua yako. Ni pua yako. Unajiexpose kwa majini, kwa mapepo, kwa mambo ya ajabu. Nguo amevaa mwingine, unakwazika wewe. Hivi una akili? Kwa nini unakwazika? Amevaa mwingine nguo. Aibu na fedhea anapata mwingine, unakwazika wewe. Waswahili wakawa wanamsema sasa pilipili ya shamba. Inakuashia ni mind your own business. Kwenye maisha haya ukitaka kuishi tena vizuri zaidi, mind your own. Vitu ambavyo vikuhusu viache. Ulivyopewa nafasi ya kuhusika navyo, husika kwa kiwango kinachotakiwa. Uwe na kiasi kwenye mambo yote. Kiasi katika kuongea. Kiasi kuendea watu. Kiasi kwenye kila, kuwa na self control. Control your temper. Puuzia mambo mengine. Puuzia tu.
Sasa kuna watu wanaweza, yani kuna watu ni mafundi matendo yao. Yani kuna mtu yani yeye hakuna siku, kuna watu nawaambia na wengine wako humu ndani. Na kama unasikia hii sauti ukombolewe katika jina la Yesu. Tangu umezaliwa hujawahi kutimiza appointment. Wewe mkipatana saa 7 wewe lazima uende saa 9. Shame on you. Kuna watu wako hivyo tu. Sasa ukisema utakwazika na kila mtu wa namna hiyo, utakuwa salama? Kwa ongeza tu akili. Ujue tu kuna watu wako holela duniani. Yaani kuna watu ambao maisha yao ni disorganized. Saa 3 atakuja saa 4. Kuna watu tangu tumeanza kuimba kuwahi kanisani, wao ni wachelewaji. Yaani unaweza kawapa label wachelewaji. Yaani ni mchelewaji sugu. Tena bila sababu za msingi. Kuna wachelewaji wenye sababu zinazoeleweka na wachungaji wao wanajua. Lakini kuna mtu mwingine sababu zake hazieleweki, lakini every Sunday yeye ni mchelewaji. Hapa nataka kuwahi kwenye maisha. Uendi kokote. Nimesemaje? Jumaa nimewaambia vitu fulani hapa jioni. Mnakumbuka? Ijumaa kwenye mkesha wetu. If you don't change some of the attitudes, hata tukubandikie mikono kiasi gani, hata tutangaze matamko yenye maana na nguvu kwenye uwepo wenye nguvu kiasi gani, uendi kokote. Mambo lazima uanze kuyabadilisha, attitude zako, mtazamo wako, ili uendelee, ili ufanikiwe, ili mambo mengine ya operate kwenye maisha yako. Wewe ni mchelewaji kila sehemu. Utakuja kuchelewa hata interview. Unaenda watu wanamaliza ndio unafika. Yaani ni usafiri tu. Hakuna sababu ya hivyo inaeleweka nani duniani. Kuna jam Dar es Salaam inajulikana kweli kuna jam. Ndio maana hauwezi kukutana na mzungu anakimbizana na foleni saa ngapi Dar es Salaam. Mmekubana na wazungu kwenye foleni. Au wazungu hamna hapa Dar es Salaam. Yaani watu weupe, hamna ga watu weupe Dar es Salaam. Wapo, si ndio? Do you know what they do? They know Dar es Salaam ni jiji lenye foleni. Muda ya foleni ni hii na hii. Kama anatakiwa saa 2 asubuhi, saa 10 wametoka nyumbani mwao. Huwezi kukutana na baba nao kwenye foleni. Hata kama wanafika kwa wakati, anakaa pale anasubiria. Huwezi kuwa na deal. Watu wamesafiri kutoka Uarabuni, Saudi Arabia. Wamekuja kufunga mkataba na wewe. My executive wanatakiwa kufunga mkataba na wewe saa 4 asubuhi. Saa 8 wawahi ndege airport, saa 10 Emirates warudi kule. Wewe nakuja, niko bado hapa Tabata. You are a fool. Huwezi kufanya utoboi haya maisha na hizo watu. Huwezi. Sasa wengine wanafikiri kwamba wataanza kuwa na maisha yaliyonyooka madini makubwa yakisha kuja kama hayo. Mimi nakwambia kama watu hawa kwenye mambo madogo madogo unaopatana nao haufanyi isawasawa, unadhalau kwamba nitamtafuta kwa Jumatano bado na mudu, unachelewa, utakuja kupoteza. Kwanza hizo dili kubwa zenyewe hazitakuja kukufuata wewe. Na hata zikikufuata kwa bahati mbaya, maana uwezo unatokea hata kile bahati mbaya, zikakufuata zitakuwa zinateleza kwa sababu tabia yako itabaki ile ile. Mchelewaji ni mchelewaji. Mwambie jina yako. Tena rudia. Kwa atachelewa kila mahali na kwa kila kitu. Kwa kama hutaki kuchelewa kwenye mambo mengine ya maisha, anza kujifunza kuwahi kwenye mambo yote ya msingi na kwenye mapatano uliopatana. Umepatana na mtu saa 7, nenda saa 7. Ukutane saa 10. Na kama kuna jambo limetokea lenye nguvu, kwa sababu au control parameters zote duniani. Sivyo? Kuna mambo yanatokea ambapo kwa kweli wewe katika bidii yako na katika malengo yako na mipangilio yako ulikuwa unawahi. Kuna mambo yamejiingiza hapo katikati. Watu wenye akili wanafanyaje? Wana notify. Samahani, ninaona kwa jinsi mambo yanavyokwenda kuna kitu kimetokea, tachelewa nusu saa, tachelewa lisali moja, tachelewa masaa, au leo naomba tu cancel ile appointment. Something has come up. Kuna kitu kimetokea, sitaweza kuhudhuria. Tukutane vipi? Jumatano inawezekana? Ndio, saa 10. Done. Yaani wewe maisha yako utakuwa juu wakati wote. Lakini mtu unashangaa. Mna appointment ya saa 8. Hadi unafika. Hajasema lolote. Nusu saa inapita, hajasema lolote. Saa 10 inafika, hajasema lolote. Saa 12 wewe mwenyewe unakubali kabisa kwamba leo basi hii hatokee. Unaenda hadi nyumbani, hakuna hata message yake. Inakuja siku ya pili, no message wala simu. Unapiga simu, ukimpigia simu anaongea habari nyingine tu. Yeye mmekutana na watu wanamlewa, mjekutana. Yaani asifa mkoa na mapatano yote. Fulani vipi bwana? Sasa tunaendelea vizuri tu huku. Haongelei kabisa kwamba bwana siku ile aanzi hata na hiyo. Yaani wewe ndio umemtafuta na bado aanzi na hiyo story.
As if nothing has happened. Mimi nawaambia, uwe mwepesi kujifunza vitu na pattern kwenye maisha ya watu. Itakusaidia sana. Nini? Nimesema. Hasara nyingi tuingia kwenye maisha haya. Sisi hatupay attention kwa details. Hatuweki umakini kwenye taarifa ndogo ndogo kwenye maisha ya watu. Tukiwa tunaweka umakini kwa taarifa ndogo ndogo kwenye maisha ya watu, tutajua yupi wa kumpa mtaji wa milioni 7, yupi wa kumpatia 20,000. Yupi wa kumshirikisha biashara, yupi wa kumwacha tu kusalimia shalom shalom, tuende kwa amani za Bwana. Kwa sababu ukweli ni kwamba kuna attitude tu mtu akiwa nazo, ukiwa na akili timamu, huyo mtu sio wa kumshirikisha mambo ya msingi ya maisha. Utapata hasara. Utakuja unalia ofisini kwa kitu. Niliwaambia, mtu yeyote ambaye Jumapili asubuhi ndo anafua nguo, anakuambia nimeshindwa kuja kanisani kwa sababu nilikuwa nafua nguo, huyo ukishirikiana naye biashara utapigwa. Nasema alikuja akasema anahitaji mtaji na anachoweza kufanya ni hiki na hiki, akajieleza na nikaona kwa kweli ninaweza kumsaidia, nikachukua kale kala 5 kangu nikampatia akafanye. Una upendo mwingi sana, lakini huo upendo wako umeapply to the wrong person. Kwa sababu ukweli ni kwamba mtu yeyote ambaye hawezi kumanage maisha yake madogo, anaamka saa ngapi, lini anafua, lini anafanya kitu fulani, lini anakwenda mafani, hawezi kumanage biashara yoyote. Wewe unaweza kukubali kuchukua huo ukweli, ama ukasubiri upigwe ujifunze the hard way. Unaweza kujifunza. Sisi wengine nilishatukuta mara nyingi. Tukaanza sasa, ngoja tuleni hii mambo inakaaje. Sasa kujifunza, kumbe kuna aina ya watu kabisa, don't give them, don't trust them. Usiwape jambo kubwa kwenye mikono yao, waache wakoe kwanza. Amen. Kwa kama uko hapa na uko kwenye hizo sifa, badilika mapema. Sababu usipobadilika, we know you. And we are watching you. Na macho haya, we are watching you. Badilisha. Yaani ishi maisha ambayo watu wanaweza kuwa na amana, kwa sababu huyu mtu anaweza kumwamini na hiki. Kuwa na order tu ya kawaida kwenye maisha yako. Uwezekani nilikuja nilishindwa kwa sababu siku wiki Jumapili ndio nilikuwa na nguo kweli, nikawa sasa naona nifue. Mimi wewe nakutoa kabisa kwenye watu wa maana duniani. Wewe huna maana, wewe ni mtu kwanza, ni mjinga wa kwanza wa mwisho. Mjinga yupi anakuwa mjinga sana? Wa kwanza wa mwisho? Wa kwanza. Wewe ni top most kwa leo ignorant. Top most. Sasa mtu ambaye anaacha ibada anaenda kutafuta hela. Anaacha ibada anaenda kutafuta hela. Unafikiri una akili? Hii nitawasema kweli kweli. Kwa sababu ndio kazi yangu kama mchungaji, lazima niwanyooshe hivi ili mpone. Haleluya. Kuacha ibada unatafuta hela. Wewe unaonyesha kiwango kikubwa cha kutokujielewa katika Mungu, kutojielewa wewe mwenyewe binadamu, kama utu wako tu kama binadamu umeushusha, ile dignity yako umeishusha kwenye level ya material things. Inaonyesha pia umjui hata unayemwabudu, wala hujawahi kumwamini. Unaimbaga tu na kuamini, lakini hujawahi kumwamini. Ndio anasema msanii. Kwa sababu ni ajabu, mtu umeokoka huko wengi tu hapo. Mweza ameenda amepata kazi unapataje kazi Jumapili? Hata wajua kupa kazi wanakuwa na wewe, hawasemi, ila wanajua wewe kimeo. Muda wako wa ibada ndio umekubali kazi. Sisi tulipokuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, kulikuwa na malecture walikuwa na tabia ya moja ya ajabu. Siku ya Jumapili, jamaa, majamaa majamaa kaza, sio wote, hayapendi Mungu, hayaabudu. Yana mambo yao mengi na madini. Wanafundisha labda vio vile vitatu, na ana biashara zake na matenda yake. Siku walizopangiwa za vipindi katikati ya wiki, ambavyo ratiba ya chuo imetoka, tuna vipindi hivi na hivi na hivi, jamaa hatokei kufundisha, alafu anakuja kuforce Jumapili eti aje kufanya kipindi. Mimi najiuliza hivi, dunia hii bado ina vijana wenye akili au imepotea? Sielewi. Unakubalije Jumapili muda wangu wa ibada saa 4, wewe unaniambia lazima tuende lecture? Who are you? Ukiniingilia kwenye mambo rasmi ya Mungu wangu, I will show you who I am. Hapo haitajalisha unaniambia unanipa 0 au wapi, I will stand by ground.
Lakini kizazi hakina watu wenye imani wala hakina watu jasiri, watu waoga. Yaani watu ni teke urojo. Teke. Yaani unambia tu kuna testi Jumapili saa 7. Yeye ni Mungu. Na wauliza ni Mungu. Hakuna mtu ambaye anapaswa kuwa na mamlaka ya kukutoa kwenye ibada na Mungu wako. Unless otherwise, shughuli na mambo unayoyafanya yanaeleweka katika level ya kueleweka kwamba ni mambo ya usuyu, ubora, ustawi wa watu wengine. Kwa mfano, ni nesi unaokoa maisha. Ni daktari, sijui unaelewa hicho kitu. Tuko pamoja? Umepangiwa shift Jumapili, ni daktari, we don't have anything to say. Hallelujah. Tuko pamoja? Ni mwanajeshi, umepangiwa post. Kwa sababu sisi tumekaa hapa kwa usalama, kwa sababu kuna watu wako wapi? Kazi. Do you understand? That's why we are able to say. Lakini mtu alikuwa na raha zake tu huko. Wiki nzima katikati anafanya miradi yake, anakuja kunilazimisha mimi nifanye test Jumapili saa 4. Hiyo inaitwa over my dead body. Over my dead body. So tulikuwa tu tunasema labda mkuu, hebu hiyo tuipange vizuri kwa sababu hiyo siku sisi tuna ibada. Mmei kuona wasabato wanayumba siku yao ya ibada. Kuna chua kiheshimu wasabato. Kwa maana yake ni kwamba watu wanaangaliaga udhaifu. Wakishajua nyewe ni urahisi kwenda na nyani kwa buruta, mnaburutwa. Kwa ukikaa kwenye mkao kuburutwa, saa ya ibada yako, wakati wa ibada yako, utafanyaje? Utaburutwa. Watu wana test tu. Mara ya kwanza anaiachia hivi, wanaona wanaingia hawa. Alafu wanaanza kuifanya kama ni utaratibu. Kwa unashangaa, una vipindi katikati ya wiki, una vipindi Jumamosi, una vipindi Jumapili, una vipindi faka wengine wanaanza kama mjinga kwambia hata saa 3 usiku nje ndio kipindi. Ulikuwa wapi asubuhi? Siku nzima ulikuwa wapi? Na wafundisha ujeuri. Sio ujeuri. Na wafundisha kuwa mtu. Tena mtu ambaye ana Mungu ndani yake. Amen. Mtu ambaye ana nini? Ana Mungu ndani yake. Mambo ya ibada kwako lazima wewe nyeti. Na mtu tunaanza intelligence, akili njema inaanza kuonekana kwa jinsi ambavyo unaelewa mambo ya Mungu wako, yani mambo ya usio Mungu wako. Kina Daniel wakati ule Babiloni walionyesha ubora na wakaheshimika kwa sababu kwenye mambo ya Mungu wao walikuwa wamesimama hivi. Wamesimama hivi, wamenyoka kama lula. Wanaambia mfalme ujue kabisa ya kwamba sisi hatutaabudu nini? Sanamu yako. Watu hamtaki kusali, jamani ndio neno anafungua. Kwamba habari ya ibada, haijalishi unanifanya mtumwa, haijalishi unanikata kichwa. Anafungua madirisha na wote waone anasali saa yake ya kusali. Leo hii mtu aambiwe ukiwa unasali tunakufukuza kazi. Kuna watu wataacha kusali wanaenda kazini. Yaani ili atunze nini? Kazi. Leo hii watu wanasema wanaabudu Mungu lakini kiukweli wanaabudu mali zao, wanaabudu mili yao, matakwa yao. Si kweli ni waabudu wa Mungu. Kwa sababu ni rahisi kuwatoa. Rahisi leo. Rahisi kabisa. Mambo tu ya Kenya yeye mtu anaondoka. No, haipaswi kuwa namna hiyo. Mwambie yako haipaswi kuwa namna hiyo. Hallelujah. Amen. Jambo la kwanza tumesema nini? Sin consciousness. Dhamiri ya dhambi. Jambo la pili? Jambo la tatu? Kumbe ni matatu tu tumeongea. Basi, tutaendelea Jumapili ijayo. Bwana Yesu asifiwe sana.